Naam, tunaanzia kwenye soka letu sasa kwa mkao wa utulivu na fikra ya kinifu. Karibu tupige mbizi katika bahari ya maarifa. Hapa ndio mahali pekee Afrika Mashariki na Kati ambapo tutakwenda kunena kwa uketo ikawa ibra kwenye fikra fatashi. Tutachambua, tutadadavua, lakini pia tutaangazia taarifa kede ambazo zimechomoza. Wakati ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ikitarajiwa kuendelea tena Ijumaa ya wiki hii, tutazame viwango vya washambuliaji wa timu za Simba na Yanga msimu huu. Inaarifiwa ya kwamba Wananchi Young Africans mpaka sasa imeshika uongozi wa ligi kuu NBC Tanzania Bara ikiwa na jumla ya alama 60, mbili zaidi ya mtani wake wa jadi Simba Sports Club ambao wako nafasi ya pili. Wananchi Young Africans pamoja na mambo mengine pia inaongoza kwa upande wa upachikaji wa mabao mpaka sasa ikiwa imefunga mabao 58, wakati Simba Sports Club ikishika nafasi ya pili pia kwenye kupachika mabao wakifunga mabao 45. Hao ndio Yanga na Simba. Sasa tunaingia ndani zaidi kuangalia washambuliaji na namna ambavyo wamepachika mabao na namba zao zinasemaje. Tukianzia kwa washambuliaji wa Simba Sports Club, tunaanza na Selemani Mwalimu, nyota ambaye anatajwa amecheza michezo 20, wastani wa dakika 1041, magoli 8, asisti 1 tu. Wakati tukitazama Selemani Mwalimu, tutakuja kuwatazama na wachezaji wengine kwa maana ya tunachambua mmoja baada ya mwingine. Tumeanza na Selemani Mwalimu kwa upande wa Simba na baadaye tutakuja kuangalia washambuliaji wengine kina Libase, bila kusahau kina Elim Panzo Kibisawala. Sasa nialike jopo langu la wachambuzi. Ligi inarejea Ijumaa ya wiki hii, na itakapokuwa inarejea tuangalie viwango vya washambuliaji kwenye timu mbili za Kariakoo kwa maana ya Simba na Yanga, ambao hawa ndio vinara kwenye upachikaji wa magoli. Young Africans wamekaa namba 1 kwenye point, lakini pia ni namba 1 kwenye ufungaji wa magoli. Simba Sports Club imekaa namba 2 kwenye alama kama sio point, lakini pia imekaa namba 2 kwenye upachikaji wa mabao. Namba za Selemani Mwalimu ambaye ndio tunamtazama kwa sasa, umeona pale namba zake, magoli aliyofunga, lakini pia kuhusika kwenye kutengeneza mabao amehusika mara 1. Je, zinaridhisha kiasi gani kwa mshambuliaji aina ya Selemani Mwalimu? Nyota huyu wakati anajiunga na Simba Sports Club ametokea Wydad Athletic Club, lakini kabla ya hapo alikuwa Fountain Gate, na kabla ya Fountain Gate alikuwa KVZ kule Zanzibar akiwa ndio top scorer kwenye ligi kule visiwani Zanzibar. Tuanze na Andrea Kinga Mkono kwenye mjadala huu wa Selemani Mwalimu. Namba hizi, eneo ambalo anacheza Selemani Mwalimu, zinaridhisha kiasi gani? Kwangu haziridhishi kwa sababu kwa mshambuliaji kinara ambaye umecheza robo tatu ya mechi zote, Simba amecheza mechi 25 au umecheza mechi 20, umefunga goli 8. Kwa hiyo uwezo wako wa kufunga bado uko chini. Kuna mechi zaidi ya 12 unaonekana hujagusa goli. Na hujagusa goli vile vile umetengeneza nafasi 1. Kwa hiyo uwepo wako uwanjani mara nyingi unaonekana kwamba bado hujawa na nguvu ile kuisaidia timu kufuata kile anachopata. Lakini mwanzoni Mwalimu alikuwa na changamoto kutoka kwa Soa. Unaona? Kama benchi ilikuwa linamwamini zaidi Soa. Soa alicheza mechi za kwanza na yeye alikuwa aminiki. Na changamoto nyingine ambayo Mwalimu anayo ni si mtumiaji mzuri wa nafasi nyingi anazozipata. Yaani mtu ambaye anaweza kujitengenezea nafasi lakini bado hawezi kuzitumia. Kwa hiyo anahitaji katika mechi akifunga goli 1 huwa amemaliza. Ndio maana unaona hapa ameokota goli 1. Yaani hana mechi ambayo anakufunga goli 3, goli 2. Umeona hana hiyo rekodi tofauti na wenzake. Umeona wapinzani wake wana magoli mengi, kwa mechi moja mtu anafunga goli 2. Yeye bado anafunga goli 1. Na mwanzoni mwa msimu hakuwa mchezaji ambaye anaaminiwa kuanza pale juu. Umeona alikuwa anaanza Soa, ndio muda mwingi alikuwa anaanza pale, na baadaye wengine ambao walikuja kuondoka kwenye dirisha dogo. Kwa hiyo yeye baada ya Steve Becker kuja ndio alianza kumtumia kama mshambuliaji wake kinara, kwanza kumtumia pale, na sasa unaangalia Simba ikapata watu ambao kidogo wengine wakaanza kumpa nafasi zile za yeye kufunga, kwamba anatengeneza nafasi nyingi kwake yeye kufunga. Mwanzoni hawa mawinga kina Libase ambao ni washindani wake, kina Ora walikuwa kama vile na wenyewe wanataka kuingia kwenye rekodi. Kwa hiyo unamuona kabisa alikuwa anapata wakati mgumu yeye kuonekana kuonyesha kile alichokuwa nacho. Lakini Andrea Kinga Mkono, hoja yako ya msingi bado kwangu binafsi haijakaa sawa sawa. Nafikiri tupate nafasi ya kuzungumza kwa kina zaidi. Tunamzungumza Sele ambaye dakika zake pia ukizitazama ni chache mno. Unazungumza mechi 25 alafu yeye unamrate amecheza mechi 20. Lakini ukiziangalia dakika ambazo wamecheza utaona bado hauwezi ukamhukumu kwa aina ya mechi ambazo
amecheza, kwa maana ya amecheza mechi nyingi lakini amecheza dakika chache. Ukiangalia idadi ya wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi na kupata dakika chache, basi Selemani Mwalimu naye anaingia. Huoni kama hii nayo ni hoja ya msingi ya kusema pengine kwenye namba hizi dakika ambazo amepata kucheza, labda kuna namna ambavyo pengine anaweza akaishawishi timu yake na benchi lake la ufundi kuendelea kumpambania kuwa naye, na wakati mwingine pia ikiwezekana wamchukue jumla mazima? Unajua kwenye kucheza dakika sawa ni muhimu sana, lakini uwezo wako wa kufunga ni jambo kubwa sana, hasa kwenye mechi ambazo zio unapewa nafasi. Kuna wakati amekuwa akifanya maamuzi kwenye mechi ambazo yani hakuna tatizo, lakini maamuzi yake ndio hilo goli moja amemaliza. Tunamwangalia Depo ambaye aliingia kwenye mechi chache tu akafunga goli 6. Muone, mwangalie Depo alivyoingia kwenye zile mechi, alikuja dirisha dogo, mechi chache akafunga goli 6. Kwa hiyo unamlinganisha naye, mwangalie nani Okero, mechi chache tu lakini amefunga goli saizi anakwenda goli 10 na assist za kutosha. Kwa hiyo unaweza kumkuta yeye anapata hiyo changamoto kwamba yeye pamoja anacheza dakika chache, lakini kwa nini unacheza dakika chache? Kwa nini mwalimu aamue kuanza na Mpanzu? Kwa nini asianze na wewe? Ina maana kuna vitu ambavyo anajua kwamba wewe wakati mwingine unashindwa kumuofa kama mshambuliaji na kinara. Kwa hiyo inabidi akuletea washambuliaji wengine wa kubahatisha, wale ambao sio namba 9 asili waje wacheze pale. Kwa hiyo hiyo ni changamoto yake. Kwa hiyo kwanza inabidi athibitishe kwenye mazoezi, ina maana kwamba afanye kwa kiwango kile, au mwalimu amegundua, kocha wake Beka amegundua kwamba huyu mchezaji ni mzuri akicheza kwa dakika chache, kwa sababu wakati mwingine kuna wachezaji ambao ni wazuri wakicheza kwa dakika chache. Wakina Ole Gunnar Solskjaer tuliwaona kwamba dakika chache anazoingia, lakini anakupa goli 3, goli 4, goli 2, lakini sasa mwalimu bado anafunga idadi ndogo ya magoli. Kwa hiyo nadhani kwa mimi hisia na fikra mseto. Acha tumsikilize na Frank Raymond Dumas. Yeye yupo kwenye ile eneo, bado ni mchezaji na amecheza timu kubwa, amecheza Young Africans Frank, lakini pia amechezea Azam FC. Frank, tunazitazama namba za Selemani Mwalimu, mshambuliaji wa Simba Sports Club. Idadi ya mechi ambazo amecheza ni mechi 20, lakini dakika ambazo amecheza unaweza ukashangazwa ni kwamba amecheza dakika chache mno, dakika 1000 kama na 40 hivi ndio dakika ambazo amecheza. Kwako binafsi, ukiwa eneo hilo ni eneo lako mama ambalo umefanyia kazi na still unaendelea kulifanyia kazi, kwa maana ya dakika 1041 ndizo ambazo amecheza, assist 1, magoli 8 ambao amefunga mpaka sasa. Huyu ndiye Selemani Mwalimu. Kwako binafsi, namba hizi zinakuridhisha kiasi gani kama mchambuzi? Mimi zinaniridhisha kwa sababu ukipiga hesabu dakika 1000 hizo dakika zake alizocheza ukizigawana kwa 90, ukizigawana kwa 90 na maana unajua anaweza kwa sidhani kata kama mechi 5 zimefika au 6 au 7. Kama tukiamua tuzigawe. Ina maana ukipiga hesabu dakika zake na ukiziweka kwenye dakika 90 unakutana na hiyo nini. Kwa hiyo kwa yeye nafasi yake nadhani bado ana kitu cha kuonyesha zaidi. Lakini pia hata hizo dakika alizocheza ni chache na kafanya kitu kikubwa. Ukianganisha hizo dakika kama nilivyokuambia, ukishapiga hesabu hapa, hata Mtonzi atupige hesabu ataona kwamba yani ukijumlisha 90 mara ukigawanya kwa hizo kama mechi 11 hivi, kama mechi 11. Sasa unaona kwamba kwa mechi 11 goli 8, ina maana bado namba yake iko vizuri kwa hizo dakika ukizipigia kwa dakika 90. Kwa hiyo ni mshambuliaji kwanza, ana power na steka wa mfumo wa Simba jinsi ilivyo, kwa aina ya ushambuliaji wake, na maana anawafa vitu vingi. Kwanza mipira ya juu anaweza kunini, anaweza ka hold mpira. Kwa hiyo mimi nadhani kiwango chake na hizo dakika alizocheza, lau kama angecheza dakika zote 90 manake angekuwa amecheza mechi 11. Yes. Mechi 11 na goli 8. Na maana wastani mzuri. Ni wastani mzuri ambao mshambuliaji yoyote anaweza akapimwa kwa hicho kiwango na kuonekana mshambuliaji mzuri. Kwa hiyo uzuri kwamba wakati mwingine kocha naye anakuaga na machaguo yake. Kuna mitego yake. Yes, kuna baadhi ya wachezaji anaamua kuwaingiza kipindi cha pili ili kwenda kumaliza mechi. Kuna mwingine akikaa nje anajua sana kuisoma mechi. Na hiyo mwalimu anayo sana. Kwamba akikaa nje anajua sana kusoma kwenye game reading. Yes, yuko vizuri sana. Kwa hiyo hata akiingia akimpa maelekezo, manake anaona ni rahisi sana kwenda kuyatekeleza kuliko akianza. Kwa hiyo sasa wakati mwingine kocha anakuwa anachukua hiyo advantage. Dumayo, bado wewe upo kwenye eneo la kiuchezaji kama mchezaji ambao umekuwa ukipata nafasi wakati fulani. Inasaidia kiasi gani kwenu kuwa na mchezaji ambaye yeye kwenye kusoma mchezo amekuwa ni nguzo muhimu sana kuliko wakati mwingine akianza? Kwanza kabisa ni aina ya wachezaji ambao hata uwanjani, kuna baadhi ya wachezaji pia hata uwanjani yani anakuwa analiona tukio mara mbili zaidi. Anaweza akapata mpira akamwambia mweke yule, mpe yule. Yani hautaki yeye, anataka mpe mtu fulani. Ni wachezaji ambao kwanza
wanajua kusoma. Yes. Kwa hiyo aina wachezaji wao ni wapo Bongo ni wachache. Kwa hiyo kuna mchezaji mwingine anacheza ajui njia sahihi, hapa nipige pasi hapa au pale. Lakini mtu mwingine anajua njia sahihi, mpira kwanza upite hapo uende pale upige cross. Kwa Bongo tukimtoa Chama, pengine mchezaji gani ambaye unaweza kwa level ambayo wewe umecheza? Maana Chama anaonekana kuwa na maarifa zaidi, anacheza mpira zaidi kichwani kabla mpira kuwa umefika kwenye mguu wake. Yaani mara nyingi inakuwa ni viungo wengi wanakuwa na maarifa. Yaani hata wawili. Kwa watu ambao umecheza nao. Ukimwangalia Faisali, yaani kiungo ambao kwanza na maarifa. Ukimwangalia labda Itaimidi, yaani kuna hata ukimwangalia kwenye mechi zake unaweza kuona yeye yuko kwenye nafasi nzuri, lakini anasema mwekee yule. Aombi yeye. Sasa kuna baadhi ya viungo kila pasi anataka ipitie kwake, hata kama yuko kwenye nafasi mbaya. Wakati nakuuliza hilo swali, kichwani mwangu alikuwa anagonga Faisal Salum Abdallah. Yes. Unajua ni kwa nini? Fei kabla haujampa mpira anachukua zaidi ya mara 3. Yani ana scan upande wa kulia, ana scan upande wa kushoto, anaangalia anayekuja, anajua huu mpira nikiupata natakiwa kufanya kitu gani, kupeleka sehemu gani. Yani na viungo wengi ndio wako hivyo. Yani kwa Bongo ni wachache ambao yani ile take shot ya kwanza, ya pili, sijui kama unanipata vizuri. Na mimi nakuelewa kwa sababu ndio sifa ya mchezaji bora. Mchezaji mzuri lazima uwe na jicho hilo. Kocha wangu mimi wa zamani kwa ananifundisha, anakuambia mchezaji lazima ukicheza kiungo au mshambuliaji lazima jicho lako liwe kama jicho la kinyonga. Jicho la kinyonga mchezaji mwingine ambaye nilikuwa hata Frank mwenyewe anaweza asijione. Frank pia nime kama utapata nafasi hata sasa hivi ingia YouTube angalia mechi ambazo Frank amecheza akiwa Azam, akiwa Yanga, akiwa na Mungu. Naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wana scan. Kwanza ile inakusaidia kwa sababu unakuwa unajua uko sehemu gani. Yaani kama mtu anakupa pressure na maana unatoa moja. Kama yuko mbali unaweza ukatani. Yaani haina haja kumwambia mtu geuka. Wewe mwenyewe tu lazima unajua hapa. Huyu anakuja huko, ngoja niende hivi. Huyu huko ngoja niende hivi. Kwa hiyo inakurahisisha sana. Anaitwa Duke Abuya. Yes. Sasa hivi pale Namungo yuko mchezaji mmoja anaitwa Geoffrey Luzendaze. Yes. Sasa na hiyo unajua ni mazoea. Mtu mwingine hawezi kuangalia, kaangalia kageuka mpira ushafika hapa. Lazima uwe na timing. Hiyo tabia ukiwa nayo tangu mazoezi unatakiwa. Unajua ukiwa tabia hiyo ya kuona zaidi ya kile kinachoonekana mbele. Hata ukiwa dereva inakusaidia sana. Yes. Lakini mimi kwa mwalimu bado mimi nagombana naye. Mimi bado hujaridhishwa na kiwango ambacho amekionyesha kwa mshambuliaji. Pengine nafasi ambazo anazopata Simba. Kwenye mechi moja mwalimu ana wastani wa kupata nafasi 3 mpaka 4. Lakini akatumia moja au siku asitumie kabisa zote. Lakini tumefanya mahesabu hapa tumegundua sawa, wastani wa mechi 11 bado kwa mshambuliaji kwa mshambuliaji goli 8 kwa mechi 11 bado hujafikia viwango. Tunalalamika hapa na Dube goli 9. Yaani tuna goli mara mwisho goli 25 mpaka leo tunazitafuta za Mohamed Hussein Machinga kwa washambuliaji wetu kufunga magoli. Tunataka washambuliaji ambao wana uwezo wa kutumia nafasi za kufunga magoli. Umeona? Tunataka washambuliaji wenye uwezo wa kutumia. Kwa hiyo lazima mshambuliaji awe bora kwa kila. Nafikiria ujue yani na issue ya kisteka ujue ni janga la taifa na dunia nzima. Sio kimataifa, yani dunia nzima inasteka wana struggle sana kwenye hizo namba. Yani ukitaka steka yule ambao kidogo washambuliaji wakubwa duniani sasa hivi. Mshambuliaji ambaye amefunga magoli mengi utarudi kwa Harry Kane ambaye yeye ndo amefunga magoli mengi zaidi kwenye Bundesliga. Lakini Haaland Haaland naye amefunga magoli mengi zaidi. Sasa hao ni yani world class players unawazungumza sasa. Lakini kwenye ligi za Afrika, kwenye ligi yetu kwa hakika bado unaona washambuliaji wanateseka. Mimi nadhani msingi wa swali ni muda ambao amecheza na mechi ambazo amecheza. Utagundua kwamba Selemani Mwalimu licha kwamba amecheza mechi nyingi lakini amecheza muda mchache zaidi pia. Kwanza ana jukumu la kumshawishi mwalimu amtumie zaidi. Apate muda mwingi wa kucheza kwenye timu. Kwa sababu hii ni changamoto kwake. Kwa sababu kama mwalimu siku hizi tumesema tuliona juzi tulikuwa wote wakati tuna mwalimu wa Serengeti Boy anaonyesha jinsi GPS zinavyotumika. Inawezekana mwalimu kwenye haya mazoezi ambayo Simba naona kuna baadhi ya mechi wanafunga GPS. Kwa hiyo inawezekana mwalimu amegundua kwenye GPS zake, akimwona mwalimu kocha Beka anamwangalia Selemani Mwalimu kwamba huyu mbona hawezi kwenda na dakika nyingi. Ndio sababu inawezekana akaamua kumuhifadhi, kumtumia dakika chache kutokana na hiyo mazoezi. Inawezekana hivyo. Sina uhakika sana. Inawezekana hiyo kwenye kumsoma mchezaji. GPS kwa stake ujue inakuwa mikimbio yake inakuwa sio mikubwa sana. Lakini inatakiwa ile mikimbio yenye hatari na maana. Kwa hiyo unaona, kwa wakati mwingine inawezekana kocha kwa sababu mpira siku hizi pamoja kwa ni mshambuliaji lakini wakati mwingine una wajibu wa kurudi nyuma kusaidia timu. Ndio nilikuwa najaribu kupiga hesabu zangu tena vizuri. Selemani Mwalimu amecheza mechi 20. Ambazo wastani ingekuwa dakika ngapi kama angecheza zote 20? Ngoja kwanza. Amecheza mechi 20. Dakika 1041 kwenye dakika 20 ambazo amecheza. Amefunga goli 8. Ukigawanya
inakadiriwa kila dakika amecheza kila mechi amecheza kwa dakika 52. Ni dakika nyingi kwa mshambuliaji mwenye matumizi mazuri ya nafasi. Dakika nyingi. Kipindi kizima kimoja amecheza. Sio, umeelewa? Lakini bado kwa aina ya washambuliaji ambao tuliokuwa nao kwenye ligi yetu hatupaswi kumvunja moyo. Mimi sijamvunja moyo. Mimi namshawishi kwamba namba bado zisimfanye akabweteka. Namba hizo bado anapaswa kuwa bora zaidi hapa alipokuwa saizi. Yaani hizo magoli 8 alofunga atawafanya Simba, viongozi wa Simba, dirisha kubwa linakuja, waanze kufikiria mtu mwingine kwamba watataka mtu ambaye anafunga zaidi. Kumbuka lakini ni mchezaji wa mkopo kutoka Wydad Athletic. Kwa nini wasimbakishe yeye? Kwa nini wasimbakishe yeye? Na kama timu yake itamhitaji hilo swala jingine, lakini kama Simba wana nafasi zaidi ya kumchukua yeye. Naona nafasi yake ya kurudi Wydad ni ndogo zaidi kuliko kubaki Simba. Unaona? Naona kwa mazingira haya sasa. Sawa. Bana, huyo ni Selemani Mwalimu ambaye tumemtazama hapo kwenye aina ya washambuliaji ambao tulikuwa tunawaangalia, na huyo ni mshambuliaji wa kwanza ambaye tumemtazama akitokea Simba Sports Club akicheza mechi 20 dakika 1041, magoli 8, assist 1. Sasa tumwangalie Libase Geye ambaye huyu amecheza mechi 19, wastani wa dakika 1453 na magoli 6 amefunga, assist 1. Je, namba hizi Frank Raymond Dumayo kiangalia kwenye kwa namba za Libase Geye, aina ya mechi, aina ya magoli ambayo amefunga, dakika ambazo amecheza, ni namba ambazo zinamshawishi kocha kusema kwamba huyu tunakwenda naye atakuwa na mabadiliko msimu ujao. Karibu. Ukiangalia kwa hizo namba ina maana ana magoli 6, assist 1, si ndio? Lakini kwa nafasi anaocheza nadhani kwenye assist hapo bado kuna changamoto. Maana huyu ni kiungo mshambuliaji. Yes. Ina maana kwa magoli unaweza ukampa hiyo advantage kwa sababu ni anatokea pembeni. Lakini hapo kwenye assist kwa sema tu kwa sababu ya aina yake ya uchezaji, ni mchezaji ambaye kwanza anapenda kuingia ndani. Ndio maana unakuta hizo magoli 6, magoli yote kwa sababu kaingia ndani. Lakini wangekuwa wale winga ambao wanapitia pembeni, ungeziona labda assist zingekuwa nyingi kuliko magoli. Kwa hiyo ni mchezaji ambao kaingia dirisha dogo, lakini kaeka mchango mkubwa sana kwenye timu ya Simba, hasa kwenye wale watatu wa mbele. Ni mchezaji ambao kwanza ana hatari. Yaani timu zozote zikikutana na Simba lazima kwanza wamwekee kikao. Yaani unajua kabisa kuna Libase Geye. Ni mchezaji ambao kwanza 1v1 mzuri. Kwa hiyo wakati mwingine mchezaji unaweza kumpima sio kwa hizo namba, kwa jinsi anavyowapa busy wa kwanza kuingia dirisha dogo, mazingira mazoea pia wakati mwingine, aina ya viwanja unavyochezea. Ingawa sasa hivi kidogo viwanja viko vizuri, nasema ni miongoni mwa washambuliaji ambao yani kaleta kitu kwenye Simba, na kama ninavyosema, ina maana hata timu pinzani waga wanampigia lazima hesabu kwa bwana, kuna huku kuna winga umeona. Kwa hiyo wakati mwingine anafanya ubize huku, anarahisisha vitu vingine upande mwingine. Kwa vile ni fikra mseto, ngoja kwanza tuione tathmini ya Andrea Kingamkono. Ataendelea kupigilia mule msumari wa jahazi, kupigilia kwenye ubua, ama itakuwa vinginevyo. Karibu sana mzee wangu Andrea Kingamkono. Kwenye magoli sawa, naweza kusema mechi alizocheza, dakika alizocheza ni sawa, lakini kwenye kutengeneza nafasi, kwa sababu tunaamini dakika 1453, maana yake huyu amemzidi hata Selemani. Na yeye ameingia dirisha dogo. Mwalimu alianza na simu toka mwanzo msimu. Ndio. Kwa hiyo unamuona yeye Libase ana changamoto moja ambayo angerekebisha, labda tungesema leo tungezungumza namba za mwalimu tofauti, ambayo yeye kama kiungo wa pembeni, kwamba sifa ya kiungo wa pembeni mara nyingi ni kutengeneza nafasi kwa wale waliokuwa kati, kuwatumia kuweza kufunga mabao, lakini hata kama unafunga na vivyo na hizo changamoto ya kutokuwa makini kwenye mipira yake ya kumalizia magoli. Anafunga ndio magoli 6, lakini bado ukiangalia nafasi ambazo anatengeneza na jinsi mashuti yake anavyopiga, mengi sio anaenda kulenga lango. Kwa hiyo nadhani bado anabidi waongeze ubora kwenye kutengeneza nafasi na kuingia na kuwa na mashuti yenye uhakika. Kwa hiyo hilo ndio changamoto yake Libase, ambaye akiboresha zaidi kwenye kupiga mashuti yenye uhakika yenye kulenga lango, leo hii Simba angekuwa miongoni mwa timu ambazo zinamsogelea Yanga kwenye kufunga magoli, kwa sababu ni mchezaji ambaye anapata nafasi kutokana na uwezo wake binafsi wa mguu wake wa kushoto, na anajua kucheza pale pembeni. Anajua kabisa mimi ni mtu natumia kushoto na niko upande wa kulia, lazima niingie katikati. Nilicho anachokifanya. Na iko wakati mwingine anawapa wakati mgumu sana mabeki. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa machachari, amesaidia timu kuwafanya mabeki timu pinzani kuwa busy kumtazama na kutengeneza nafasi kwa wengine kuja kuzitumia kwa Simba, na unaona hivyo. Na amekuwa ni mtu ambaye ameweza kuleta ushirikiano mkubwa sana kati yake na
Chama, kati yake na Ora. Kwa hiyo wamekuwa ni watu ambao wameongeza kitu kwenye safu ya ushambuliaji wa Simba na kuifanya inavyoonekana sasa hivi kwamba ni miongoni mwa timu ambazo inaweza kupambania ubingwa msimu huu. Tukienda kwenye wastani wa dakika, inakadiriwa amekuwa akicheza dakika 76 kwenye kila mechi ambayo anapata nafasi ya kucheza. Lakini kwa winga sasa ndio maana tunamdai yeye, kwa sababu kosa lake ni kutokuwa mtengenezaji mzuri. Kwa sababu tunaamini akitokea pembeni unatakiwa uwe mtengenezaji mzuri. Tunaona mawinga kina Olise wa Bayern Munich, unamuona jinsi anavyotengeneza magoli akitokea pembeni. Lamine Yamal anatokea pembeni, unamuona jinsi anavyotengeneza magoli. Kwa hiyo yeye ni miongoni mwa watu ambao tunaamini kwa mguu wake wa kushoto na uwezo wake wa kuchezea mpira, ana nafasi ya kutengeneza magoli na kufunga vile vile, kwa sababu anatokea. Kwa hiyo kwa sababu gani ametengeneza goli moja? Kwa hiyo hilo ni deni ambalo bado kwa Simba wanabidi wamdai kwamba umefunga magoli 6, tunaweza kusema sawa kwa sababu ni mtu wa pembeni. Lakini muda mwingi umeonekana unataka kucheza zaidi wewe mpira, kuonekana wewe kuliko kuisaidia timu kwenye kutengeneza nafasi na kufunga magoli. Kwa hiyo ana wajibu wa kusaidia timu zaidi kutengeneza nafasi zake za kutengeneza ziko chini kulinganisha na hata na Okelo ambaye naye wakati mwingine anatokea pembeni au Pacome ambaye naye anatokea pembeni. Pengine una hoja kizani Frank kabla kwenda kutazama mchezaji mwingine? Mimi nadhani hapana, kwa sababu ni mchezaji ambaye pia ukimwangalia anakuwa na pace. Kwa hiyo ina maana hii pace ya Simba sasa hivi mbele imeongezeka kwa sababu yake, ni pia kwa sababu ya pace yake. Nasababisha Simba kama kwa mfano kama movie hii ukiona ni movie ambayo kwanza pace yake ndio imemsaidia hadi kufika hapo alipo na kutengeneza hiyo nafasi ya goli. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye pia ana speed sana kwa attack, hasa nyuma ya mabeki wa pinzani. Na yeye kaingia dirisha dogo. Kuna haja Simba kuendelea kumpa nafasi kabisa. Yes, yani asilimia hata nyingi sana. Yes. Sawa. Bana, wachambuzi wamekubaliana hapa, ipo haja ya Simba Sports Club kuendelea kumwamini na kumpa nafasi, ikiwezekana endelee kucheza kwenye viunga vya Msimbazi, Libase Geye. Tumtazama Elie Mpanzu Kibisawala, naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaichezea Simba Sports Club. Amecheza mechi 20 dakika 1095 akifunga magoli 4. Sasa yeye ametoa assist 8 akiwazidi wote ambao wamekuwa wamecheza katika dakika ambazo tumezishuhudia. Huyu ndiye Elie Mpanzu Kibisawala. Andrea Kingamkono magoli 4 tu amefunga. Jumla magoli 12 amehusika. Na ametoa assist 8, dakika zake pia ni nyingi, amewazidi wengine wote. Dakika 1095. Mpanzu ni mchezaji mzuri na kwenye kutoa pasi za magoli, hizo assist ndio jukumu lake kubwa ambalo alikuwa analifanya. Kwamba anaweza kutokea pembeni akasababisha madhara kwa timu na akatengeneza pasi nyingi kwa wapinzani wake. Tabu yake msimu, mwanzoni mwa msimu aliingia kwenye sitofahamu fulani ambazo zilimuondoa kwenye mchezo. Ndio maana pamoja na dakika hizo nyingi alizocheza na hizo mechi 20 alizocheza, bado unaona sehemu kubwa ya mchezo alikuwa mwanzoni alikuwa kama vile mchezaji ambaye hakukubaliana na hali iliyokuwa inaendelea Simba. Kwa hiyo ikamchanganya na ikamuondoa mchezoni. Hapa katikati naona kocha amejaribu kumtengeneza, amemrudisha, na hata magoli anafunga, unaona ni kocha jinsi alivyoamua kumbadilisha kutoka pembeni wakati mwingine kumweka kama namba 9 pale ili aongeze nguvu kwenye safu ya ushambuliaji, kuongeza watu wanaweza kukimbia, kwa sababu ni mchezaji mzuri, anaweza kukaa na mpira, anaweza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo yeye kutengeneza magoli 8 nadhani kitu kizuri, hasa ukiangalia kwa msimu wake ulivyokuwa. Ulikuwa msimu wake ambao watu walikuwa wanaamini wakati mwingine angeza kuondoka kwenye dirisha dogo, lakini bahati nzuri akabaki. Kwamba yani kwa hali ilivyokuwa inaenda Simba, wewe ulikuwa unamuona kabisa huyu Mpanzu na yeye atakuwa miongoni mwa wachezaji wanaondoka, lakini uwezo wake, uongozi wakaendelea kumwamini na kocha Beka ameendelea kumwamini, amemjengea kujiamini, na yeye ameanza kurudi na Simba wameanza kuona faida yake akicheza kama pale namba 9. Naona anaisaidia Simba kuunganisha wale viungo wa mbele na ufungaji. Kwa hiyo nadhani kwangu Mpanzu sina tatizo naye, hasa baada ya kumaliza changamoto zake zilizokuwa nje ya uwanja zilizokuwa zinamfanya aonekane sio sehemu ya kikosi cha Simba. Kwa kwenye kiwango ambacho amekionyesha kwako kimekuimpress. Kwa sasa hivi, hasa ukiangalia historia yake kwenye msimu alivyokuwa nao. Mimi naangalia rekodi yake kwenye msimu kwa jumla nje ya uwanja. Haijalishi kwamba alikuwa na timu tangu inaanza. Yaani kwa sababu tangu ameanza kulikuwa na kama sitofahamu ndani ya timu. Na yeye ikawa imemchukua kwa kiwango kikubwa sana. Yaani kwa watu wengine wana Simba wenyewe walikuwa wanamlaumu sana kwamba sio yule ambaye alikuwa amekuja mwanzoni. Hakuwa na mchango ule uliokuwa unaonekana. Lakini hapa katikati nadhani yale mambo yake yalikuwa yanamsumbua yameisha na amerudi kwenye timu, na tunaanza kuona kile ambacho Simba waliamini katika viongozi na kocha. Mazingira magumu sana alimuondoa kabisa kwenye mchezo kabisa. Ulikuwa unamuona kabisa anahangaika kurudisha uwezo wake. Kwa hiyo nadhani sasa hivi ameanza kujipata, na kwa Simba nadhani ni faida kwao. Ni mchezaji ambaye kwanza anaonekana akiwa na amani ya moyo. Yaani unajua amani ya moyo, anakuwa na mchango sana kwenye timu. Ukimwangalia hizi mechi za hivi karibuni, akili yake imetulia. Kwa hiyo wakati mwingine ni mchezaji ambaye kwanza anajituma sana uwanjani. Yaani ukiniambia Simba wachezaji wale wa mbele
Ni mchezaji gani ambao anasaidia Simba kwenye kila nyakati. Yani kwenye kupress, kwenye kutoa pasi, kwenye kudribble ni Mpanzu. Yani ni mchezaji ambao kwanza ana effort ya hali ya juu kabisa. Kwanza umahiri wake pia ni kama hilo goli linalotoka kuliangalia hapa. Ni mchezaji ambao kwanza akiamua mimi huyu namchukua kweli. Yani anasubutu, yani ana uthubutu kabisa. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, na kama nilivyosema akiwa na amani ya roho huaga anajitoa 100%. Yani haijalishi anacheza dakika ngapi au kaingia kipindi cha ngapi. Kwa hiyo ni mchezaji ambao kwanza mambo ya nje anamvuruga sana kuliko hata mambo yake yakitulia. Yes. Kwa hiyo ni mchezaji ambao muhimu sana kwenye Simba, kwenye timu ya Simba. Na hivi karibuni ndo kaleta hiyo base ya Simba ambao wanakuwa hatari sana mbele, hasa akianza yeye. Yes, yani akianza yeye na Mwalimu unaona kabisa kuna utofauti. Yani akiwa Mpanzu unaona kwanza mabeki wanavyokuwa busy. Yani ataenda kushoto, ataenda kulia, atarudi chini. Sasa na mabeki wa sasa hivi hawapendi kwanza stake ambao anakimbia sana. Yani wakati mwingine anakutoa kwenye position yako, anakupeleka huku, mtu mwingine anaingia kwenye position. Na pia anavokuleta huku nyuma na speed yake tena anakupita hadi anakuja yeye anakuwa mbele. Kwa hiyo ni mchezaji ambao kwa mfano kuna goli na Dodoma nafikiri. Yes, kwa mechi ya KMC pale. Alikuwa hatari sana ile. Umeona magoli kama yale. Ile move alilazimisha mpaka Chama aenda kupiga penalty anakosa. Alipochomoka yeye kwenda kufunga dakika ndo goli hilo limeisha yeye. Yaani ni mchezaji ambao muhimu sana kwenye nini hizo namba, na hizo namba zimeongezeka sana kipindi hicho ambacho anacheza sana. Kwa hiyo ni mchezaji ambao akiwa na amani ya roho. Akiwa na amani ya roho. Nadhani na kocha pia akachangia sana kumbadilisha Mpanzu. Kabisa. Kwa sababu anaonekana kuongea naye vizuri. Mjomba ananikumbusha pia kuna goli ambalo alifunga na Singida. Ile pasi ya Chama ile ipiga katikati ya watu afika ingia yao kwanza. Unaona kwa hiyo kabisa. Ndio kweli mwazaji ambaye anaonekana anakukosha kweli kweli. Mimi najua mimi napenda wachezaji wenye mambo ambao mpira unakaa mguuni. Yaani mimi sitaki mshambuliaji awe mgumu sana. Mshambuliaji lazima awe mbunifu. Yaani uwe na vitu ambavyo mtazamaji analipa na kiingilio chake kuja pale, analipa nauli kutoka Dar es Salaam kuja Singida kuona, aone vitu, sio aone watu wanagongana tu bila utaratibu. Sasa mchezaji akiwa mbunifu, mimi siku zote nampenda sana, hasa anayecheza kwenye nafasi ya mbele. Sitaki wachezaji ambao wawe wagumu, hawana ubunifu, miguu yao mizito. Alafu ukimwangalia Mpanzu ana kila kitu. Mpanzu kwanza ana nguvu. Yaani ukisema ugombane naye mpira anaweza kunini. Pia hata talent hiyo technique sana. Skills nazo anazo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye muhimu sana kwenye sana yani anaweza kufanya kitu ambacho wewe ukitegemei mbele ya watu. Vitu vyangu vyote kama zile zako. Sasa bado wao wanacheka. Mpe YouTube zako. Basi. Mpe YouTube zako. Uniona? Si unasema unje kuniona? Basi tulia hivyo hivyo. Nitakuona siku. Utaniona. Utasema kumbe kile ulichokuwa unakisema kile utapewa YouTube zako. Utapewa YouTube zako. So pasi zinagonga kama ukuta. Bana kule tu ngoma sasa hizi inawanyosha. Kama tope vile pasi dia. Au hamna mpira hapa karibu tuambie mtoza atuletee. Tamwambia mtoza ataleta kesho. Bana tuhame hapo. Tumtazame Anise Oura, naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza kwenye timu ya Simba Sports Club. Amecheza mechi 16 tu mpaka sasa tangu amejiunga na Simba, dakika 1240, na kama ambavyo unaona hapo ameassist mara moja, amefunga mara 4 na dakika zake ndio hizo 1240. Andrea kinga mkono kwa Anise Oura ambaye naye kuna wakati imekuwa ingia toka. Wakati fulani hivi majeraha amekuwa akimtafuna, lakini ni miongoni mwa wachezaji wa kutazamwa sana kwenye kikosi cha Simba na amefanikiwa kuja kuibadilisha Simba kwenye eneo lao la kushambulia. Karibu. Ni mchezaji ambaye anaweza kuwa na maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, kasi yake inamsaidia, uwezo wake wa kupiga chenga unamsaidia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana vitu, lakini bado kuna wakati safu ya hao wawili Anise Oura pamoja na Ribase walikuwa wanatafuta sana kufunga wao wenyewe. Kwa hiyo ndio kipindi ambacho walikuwa wanapoteza nafasi nyingi sana ambazo wangeweza kuwa watengenezaji wazuri sana au wangekuwa wafungaji wazuri sana, lakini walikuwa na kitu kama kiubinafsi fulani kilikuwa kinawasumbua. Nadhani kocha amepambana nacho, ameweza kukimaliza, ndio tunaona Simba sasa ile flow ya magoli inaanza kuonekana. Kwamba ni wachezaji ambao kuna wakati yani unaona yani kwa nini asingetoa pasi lakini anaamua kupiga. Kwa nini anapiga chenga wakati sehemu ya kuanzisha pasi? Yani kuna vitu vingi anavyo kichwani mwake, lakini sasa anashindwa kuviamua kwa wakati sahihi. Unajua wakati mwingine mpira ni maamuzi yako kwa wakati sahihi. Sisi siku zote tunaamini katika mpira ni mpira wako wa mwisho. Unasema nini mpira wa mwisho? Unaweza kaangaika na shughuli nyingi. Zamani tunawaita kazi ya bure. Yani unafanya kazi kubwa alafu mpira wako wa mwisho hausemi.
Wanaitwa kazi bure. Kazi bure au kazi ya bure. Sasa umechukua maji umetia kwenye kinu, ukachukua mchi ukaanza kutwanga. Yaani kile cha mwisho ni muhimu sana kwenye mpira, hasa kwa wachezaji. Mchezaji yote mpira wako wa mwisho ndio watu wanauangalia. Piga chenga, fanya pasi yako ya mwisho inasemaje na inaenda kuamua nini. Kwa hiyo wakati mwingine anakosa hivyo vitu, ndio maana unakuta hata namba zake zinamsuta kwamba unafanya kazi nzuri uwanjani, unaonekana kwa mashabiki wanaweza kukupenda sana, kwa sababu sio mashabiki wa Tanzania wanapenda mtu anayependa na mwenye shughuli kama hizo, apande pande juu ya mipira afanye nini, lakini awaangalie wakati mwingine mpira wake wa mwisho unasema nini. Ndio Chama anajitofautisha na wenzake wote hao, mpira wake wa mwisho unasema nini. Kwa hiyo nadhani Ola akirekebisha hilo swala la mpira wake wa mwisho, huo unaongea zaidi kuliko vitu vyake vingi anavyofanya, ana nafasi kubwa kuendelea kuibeba Simba kwenye msimu. Kwa hizi mechi 16 dakika 1240 magoli 4 kwako ni bado kwa nafasi yake na hizo mechi alizocheza. Dakika tumemsema mwalimu hapa amecheza mechi dakika 1040, huyu amecheza 1200 na kitu. Kwa hiyo amecheza muda mwingi zaidi kuliko hata mwalimu ambaye amecheza. Japokuwa amecheza mechi chache kuliko za mwalimu. Kwa hiyo unamuona, kwa hiyo kwa idadi ya mechi unamuona huyu amecheza mechi nyingi. Kwa hiyo bado amefunga magoli sawa kwenye mechi nyingi, lakini bado hajawa na ule mchango wa 100% wa Simba kuelekea katika ile ndoto yao. Lakini naamini kwa sababu wamekuja katikati ya msimu, walikuwa wanahitaji kuzoea mazingira, na yeye akawa ameumia kidogo, na kocha anaendelea kumjenga na kujiamini. Unajua Anseura kama vile Ino Luemba ni mchezaji mzuri, lakini naye kuna wakati anatafuta sana kufunga goli. Yani unamuona anahangaika kufunga goli ili arudishe kitu na bado hajafunga. Kwa hiyo nadhani ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahangaika kutafuta magoli. Huyu Ino Jospin Luemba. Unamuona anahangaika kutafuta goli. Kwa hiyo wakati mwingine anapoteza umakini kwa sababu hiyo anapiga shuti ambayo sema hataki kufanya hivyo. Kwa hiyo Aura nadhani naye kwa vitu akivirekebisha ni mchezaji ambayo kwa Simba akiendelea kuwa naye, akimuongezea watu wengine muhimu zaidi, Simba bado itaendelea kuwa tishio sana msimu ujao. Frank Raymond Dumayo, isivyo bahati tunaitazama mechi kwenye luninga hapa ambayo ilikuwa inahusisha timu yako ya zamani. Hivi ndio hii timu yako ya mwisho tangu umemaliza, yani kwa maana mpaka msimu umemaliza. Na Mungu. Utokea na Mungu. Imefungwa goli zuri tu. Na aliyefunga ni huyu Anis Eura ambaye wewe sasa ndio unakwenda kumzungumza. Ni mchezaji wa namna gani? Namba zake zinasemaje? Ni mchezaji mzuri, lakini pia wakati mwingine anafanya vitu mbali sana na maeneo ya mbele, ndio maana unaona namba hizo anazotengeneza inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo ni mchezaji ambao kwanza ana vitu fulani hivi vya kufurahisha watu, yani washabiki wanaenjoy wakimwangalia kipiga pasi zake, lakini ni mchezaji ambao kwanza anacheza mbali sana na eneo la hatari. Yes, kwa hiyo akiboresha, akiwa anaongezeka sana kama alivyokuwa Libasa Gay. Ni mchezaji ambao kwanza anacheza sana kwenye maeneo ya box, lakini yeye ni mchezaji ambao mzuri akiwa mbali. Yani ukiangalia magoli mengi ya Simba labda ikapiga pasi, yani kapiga pasi afu ndo yule alopiga hiyo pasi ndo katengeneza assist. Yani mchezaji ukimwangalia kwa pre assist. Yani ni mchezaji ambao kama anatoa pasi anakuja mwingine anatoa pasi ya mwisho. Kwa hiyo ana mchango wake pia. Wakati mwingine ni aina ya wachezaji ambao wanasaidia sana timu, wanajua kukaa na mpira, ana touch nzuri, ana press nzuri akiwa na mpira. Kwa hiyo kaongeza kitu, yani kumekuwa busy pande zote mbili. Ukiangalia huku busy. Kwa hiyo ni mchezaji ambao pia akipewa nafasi anaonyesha kile kitu chake, lakini anakuwa mbali sana na eneo la goli. Ndio maana Taizo kufanyia kazi ni kwamba anatakiwa kuwa karibu zaidi na uso. Yes, ili atengeneze nafasi au mfumo wa mwalimu ndio unamfanya yeye kuwa mbali na uso wa goli, na kina Chama ndio kuwa karibu zaidi na uso wa goli. Sasa ukiangalia mfumo wa Simba, wale watu watatu wa mbele wote ni kama mistake. Yaani kama ukiwafuatilia vizuri, wote wanakuwa kama mistake. Yaani wanakuwa wale watatu wote wa mbele wanakuwa juu. Chama ndo anakuwa free roll. Sasa yeye huaga anakuja sana kwenye pembeni sana. Yani mchezaji ambao ni hatari akiwa 1v1. Sasa huo hatari yake akiwa kwenye box inakuwa sasa inapendeza zaidi kuliko atatengeneza nafasi na atakuwa na nafasi ya kufunga. Basi tu mtazame mshambuliaji mwingine ambaye naarifiwa wakati fulani amekuwa mjivuni sana, wengine wakasema amekuwa mtukutu kiasi. Sina hakika na hili kwa sababu sijakaa naye karibu. Labda Andrea Kinga Mkono, kwa sababu wewe ni mkongwe, unaweza kuja kulithibitisha hilo. Jonathan Soa, mechi 4 alizocheza, wastani wa dakika 186, magoli 3, hajapiga assist hata moja, lakini amefunga magoli 3. Kwa rekodi hiyo anaonyesha ni mshambuliaji ambaye kama mambo yake ya nje ya uwanja, hizo tabia zake nyingine za nje ya uwanja
Unajua wakati mwingine vitu unaweza kujikuta unalisi bila mwenyewe kujua kwa sababu wakati anakuja Soa alisema yeye amechukua namba 3 ya Ben Morrison. Anasema anataka kwa Ben Morrison mpya. Bernard Morrison, Super Ben. Kwa hiyo na kweli tabia za Ben Morrison kazichukua vizuri na tumeziona kwenye kipindi kifupi alichokuwa Simba. Bernard Morrison mwanzoni wakati anakuja alianza kuparamia mpira baadaye akaanza alipanda mpira sana akaanza kuwapanda kichwani. Kwa hiyo Soa ni mshambuliaji mzuri kusema kweli, uweze kubisha kwa kila alichokifanya akiwa na Singida United kwa muda mfupi aliokaa Singida Black Stars kwa muda mfupi ambao aliokaa msimu uliopita Ligadi Chadoga akafunga goli almost 12 sio. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa hakuna tatizo kufunga yeye, ni kitu ambacho anacho, na kama Simba ndio sababu nadhani kubwa iliyofanya Simba kumchukua haraka haraka kumleta kwenye timu yao, na kama yale mambo mengine ya nje uwanja asingekuwa nayo, angekuja kukionyesha kile ambacho alikuwa na Simba anaamini kuwa naye, nadhani Simba angekuwa wamekimbia sana kwa James Soa. Lakini ndio maana umeona hapo mechi 4 goli 3, ana wastani wa kufunga kila mechi goli 1. Umeona? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikuwa na kitu kikubwa. Sema sasa haya mengine aliondoka ndio yanamhukumu. Ndio maana hata dakika alizocheza ni dakika 100 tu. Kwani na wewe umesikia kama mimi nilivyosikia jivuni wakati fulani mtukutu? Yaani ndio kilichoonekana, kwa sababu kama timu alipelekwa kwenye timu ya vijana akagoma kwenda ni kukataa, sababu hasa lakini anaamini katika kile kilichokuwa nacho, sababu yeye ni mchezaji mkubwa, ametoka Ghana, alikuwa na timu yake ya Ghana kule afanya vizuri, kaja hapa katuonyesha kile alichokuwa nacho. Kwa hiyo hizi nyingine zilizomkuta ni hizo ambazo yeye mwenyewe amezitengeneza, ni sehemu ya maisha yake. Labda kuna kitu ambacho alikuwa anakitegemea ndani ya Simba, lakini bahati mbaya akikuwa vile alivyokuwa anakiona na matokeo yake wameshindwana, na sasa hivi yuko benchi. Nadhani miongoni mwa wachezaji ambao dirisha hili kija simuoni kama ataendelea kuwepo kwenye Simba kwa sababu ya kile ambacho amekifanya, lakini ni mchezaji mzuri sana, anajua kufunga, hatuwezi kuikataa sifa yake ya ufungaji kwamba ni mchezaji ambaye angekuwa hana haya mambo mengine yanayomzunguka, nadhani namba zake na muda ambao angecheza ungekuwa mwingi na namba, na ndio maana mwanzoni alikuwa anampa tabu sana mwalimu, kwa sababu yeye ndio alikuwa anaanza kama mshambuliaji namba 1. Umeona? Kwa hiyo unakuwa unamuona kabisa hata kwenye mechi za CAF Champions League yeye alianza, alicheza na alifunga magoli. Tunakubaliana kwamba Jonathan Soa ni miongoni mwa washambuliaji hodari sana. Yes, ni mchezaji mzuri na namba zake ndo zinaonyesha hapo. Ujue wakati mwingine timu msiangalie tabia ya mtu nje. Angalieni anafanya kitu gani, ana msaada gani kwenye timu. Nadhani changamoto hizo ndo zimempelekea asipate nafasi mara kwa mara kulingana na hiyo utovu wa nidhamu wanavyosema. Ingawa mimi sijacheza naye, sijajua tabia zake, lakini wakati mwingine pia kama anafanya kitu kizuri, huku nyuma tutamvumilia kama anatusaidia timu inashinda. Lakini discipline ndio kila kitu. Discipline ya nini sasa inategemea. Basi ndio uwanjani. Wakati mwingine anazungumza matendo ya uwanjani, kumpiga mtu kipepsi. Mtukutu, jeuri, ani nje ya uwanja au ndani ya uwanja? Si ndio nasema nje na ndani. Ani ndani ya uwanja ujoli wake nini? Kwa sababu kafunga goli 3 hapo. Na hizo zote alizocheza kapewa nyekundu. Ana nyekundu. Ana njano. Labda njano anaweza kawa nazo, lakini kuna mechi alipewa nyekundu. Nakumbuka kwenye hizo stari. Yes, nakumbuka. Kama itakuwa kumbukumbu zangu ziko sawa. Na alifungiwa na alijua alifungiwa Yes, aliingia kwenye record, alimpiga mtu kipepsi hiyo unaoisema. Kama sio kipepsi alimkanyaga. Alifungiwa mechi 5 nadhani kwenye zile adhabu zile za bodi ya ligi zilizokuja alifungiwa. Sema kwa mimi labda ningekuwa na timu yangu kwa mfano. Mchezaji kama nataka naye kama ananipa kile kitu kizuri uwanjani. Kuna wachezaji mbona hata nje huku kuna wachezaji watukutu kama kina Balotelli. Mimi nathibitisha kwa hayo matukio mawili. Aliwahi kufungiwa na aliwahi kumpiga mtu kipepsi kama sio kumkanyaga. Jonathan Soa. Yaani kwanza huyu anaonekana ni mchezaji ambaye kwanza ukikaa naye hivi, yani kama kwa mfano mabosi wakimuita ukikaa naye hivi nadhani anaweza akarekebishika. Kwa sababu pia kuna hizo timu zilizopita nao walikuwa na msaada kwenye timu na walikuwa wanafanya vizuri. Yaani kwa Simba hii mchezaji ambaye ukiona discipline kubwa hawezi kuwafaa. Kama Simba discipline yao wanataka iwe juu, mchezaji anataka awe yani usiwe juu zaidi ya timu. Timu nyingi hapa Bongo ndo ziko hivyo. Yaani wanataka mchezaji awe juu ya timu, lakini kama funga sana yake. Anajua sana kufunga yani. Unaona kama mchezaji mzuri, wakati mwingine mnamvumilia anaweza kuwasaidia kwenye timu. Tayari kuona akiendelea na Simba. Yes, mchezaji mzuri kwa sababu ukimpa kwenye nafasi ngapi 2 anafunga 1. Yaani hizo dakika alizocheza ni kama dakika 186. Dakika chache sana alafu ana goli 3.
Basi sawa bwana, nimekuelewa Frank Raymond Dumayo kwenye hili, lakini Andre Kingamkono unasemaje? Unajua dunia sasa hivi imebadilika. Unajua ile dunia ya zamani tulizoea kina Gaza wanatemea watu mate, alafu wanakuja wanatwanga kina Loikini wamekanyaga watu, wamevunja watu miguu, lakini bado watu wamewaamini, wameendelea kupiga. Hiyo dunia ya zamani kina Vieira walikuwa wanapiga na ngumi uwanjani. Kina Balotelli ilikuwa nakubali, lakini kwa dunia sasa hivi kidogo Jose Mourinho alikaa au labda zile nini unapigwa sana faini za kutosha timu inaingia sala. Kwa hiyo wakati mwingine mpira wetu sasa hivi kidogo umebadilika duniani, na wachezaji watukutu wanaonekana kama hawana nafasi. Unajua zamani watu walikuwa wanaamini kwenye kwa wanachosema kipaji chako. Ndio maana wakati mwingine watu wanasema Boba ni bwana mkorofi sana. Lakini alikuwa anacheza Simba pale mwanzo mwisho. Mambo yake nje uwanja anaachana naye, anachelewa. Wale wachezaji wangu ambao wana take sana show. Unaona? Ana scan. Yani anachelewa mazoezini, nini anaweza akaja pale, kuna siku moja pale sherehe kaja zake na pesi tu. Watu mbona wewe kaja kuingia utaratibu. Yeye anaamini kwenye kile alichokuwa nacho. Kwa hiyo nadhani ni miongoni mwa mambo ambayo dunia imebadilika na mpira umebadilika. Kwa hiyo wachezaji kama hawa sasa wanapata wakati mgumu kuja kuonekana, kwa sababu watu wanaangalia zaidi ya kile ambacho kinaonekana uwanjani. Watu wanataka wewe uwe Mr. Nice Guy, kwamba uwe mtu safi, usiwe mtu mtukutu. Kwa hiyo naona pale Azam FC wana mtu wa saikolojia. Unahitaji sana watu kama hivi. Yuko pale anafanya kazi yake ya kujaribu kuwatuliza wachezaji, kuwasaidia iwapo saikolojia zao kionekana kwamba ziko sawa. Nadhani kuna haja kwenye hizi timu zetu zote kuwa na watu wa saikolojia. Ni kitengo muhimu sana kwenye timu, kwa sababu wachezaji ni watu ambao wanakutana na changamoto nyingi. Hasa kuna kupambana na umaarufu wao. Umeona? Alafu kuna mnawapa pesa nyingi ambazo ndalipo kwenye usajili wao, kwenye mishahara yao na pesa nyingi. Kwa hiyo wakati mwingine maisha yao yanakuwa makubwa sana nje ya uwanja. Kwa hiyo lazima kuwe na watu ambao wanaweza kumwambia hiki unachokifanya madhara yake ni haya. Sina hakika kwa Simba na Yanga kama wapo watu. Kwa hiyo nadhani kufanya utafiti na kwa mimi kipindi kile nilivyokuwa Azam walikuwepo. Azam na uhakika. Yaani nasemea Simba na Yanga. Uzuri kwamba mkiwa hata wakati huo pia upo Yanga. Mimi nilivyokuwa Azam ndio walikuwepo. Azam mpaka kesho yupo. Yes. Ile inawasaidia hata kama mkipitia mechi labda mechi mbili imefungwa. Mechi mbili imefungwa mfululizo, ile psychology ndio anakuja sasa. Anawatengeneza. Sawa, yes. Kwa hiyo wakati tunacheza Yanga. Wakati tunacheza Yanga? Yanga ilikuwa bado. Ingawa kulikuwa na wale washauri ambao unaweza kusema ni kama hao. Lakini sio official useme hao kabisa. Watu wa psychology. Yes, yani ni mtu ambaye akiongea kitu unaweza ukamsikiliza na akakuwekeni kwenye level ambayo nzuri kama yule huyo ambao Azam alikuwa anawasaidia mtu mwenye weledi. Kwa Azam alikuwa anawasaidia kiasi gani yule mtu? Inatusaidia kwa sababu kama unavyojua football, yani kuna muda mnaweza mkaenda mechi mbili amfungi. Labda kuna muda mnaweza mkaenda labda yani mnaona mnacheza vibaya. Yani ile akili mtu anakosa nafasi. Sasa alikuwa wanapenda kuita mmoja kwenye pati. Labda midfield mnaitwa au mnaelekezwa tatizo nini, yani anataka kujua nyuma. Unataka kuithibitishia dunia kwamba Azam wamefanikiwa kwa maana ya mechi 10 wameenda sare kama utakumbuka. Duru ya kwanza yote wameenda sare mechi 10, lakini wamerudi sasa hivi. Unaiona Azam imebadilika kabisa kwenye raundi ya pili. Sasa ndio huyo sasa saikolojia kafanya kazi yake ipasavyo. Ndio muhimu sasa wa mtu kama huyo kwamba anarudisha kwenye hali yenu ya kawaida. Kujua kusale tofauti na kufungwa. Ina maana wamesale, ina maana kuna kitu anacho. Ina maana wamerekebisha na akili zao sasa hivi zishaingia kwenye ile winning mentality. Kwa hiyo ndio maana mechi zinaendelea. Nadhani kuna mtu ambaye kasaidia nyuma. Pamba na Azam dakika 2 zimebaki, watu ndio wanakuja wanaamka sasa wanafunga mabao mawili. Kwa sababu pia ni moja ambayo mtu wa designer anawaambia bwana mpira ni dakika 90 na nyongeza zake. Kwamba dakika 90 na nyongeza zake. Au zile za fidia. Yes. Kwa hiyo ina maana ni jambo ambalo mnakuwa mnalijua wote wachezaji. Ni Frank Raymond Dumayo. Unao nafasi pia kutuandikia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kile ambacho unadhani kitakuwa kinakwenda sanjari nasi kwenye ukurasa wa Azam Sports pale, katuandikie, tutakuja kuona nini ambacho umetuandikia, lakini tembelea na nenda katufollow huko. Kwa sasa tunakwenda mapumziko mafupi mtazamaji, lakini nikusihi tu endelea kusalia hapo ulipo. Baada ya muda mfupi tutarudi na tutaangalia upande wa pili wa shilingi. Umefanya jambo la mbolea kweli kweli kuendelea kuifuatilia Azam TV na kuifanya kuwa ndio burudisho lako moyoni. Unao nafasi ya kujipiga kifuani mara mbili kwa kusema mimi ni shabiki wa Azam TV, mimi ni shabiki wa kipindi cha Viwanjani, na naamini kabisa ni miongoni mwa vipindi ambavyo vinakufanya ujisikie buheri wa afya tele.
Uionapo mbali zinduna haiko mbali. Tumeitazama Simba Sports Club washambuliaji, lakini kwa sasa tuhamie upande wa pili wa shilingi kwa kuitazama Young Africans. Washambuliaji wa Young Africans, tukianza na Alan Okello, mechi 19, dakika 1365, magoli 11, asisti 7. Huyu ndiye Starboy Alan Okello. Nikianza na Andrea Kingamkono, maana wewe ndiye miongoni mwa wachambuzi ambao kwa hakika nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Unasemaje kwa Starboy Alan Okello? Starboy amewaka dakika za jioni kabisa. Naona yani amewaka dakika za jioni kabisa. Katika mwezi wake, mwezi bora sana ni mwezi wa 5. Ulikuwa mwezi wake bora sana Okello. Amefunga kati ya magoli yake 11, magoli 8 nadhani au 9 amefunga mwezi wa 5. Sababu alikuwa amefunga goli mbili mfululizo. Kila mechi nyingine anafunga goli mbili, kila mechi nyingine anafunga goli mbili. Amefunga goli 6. Goli 6 umeona. Kwa hiyo ni mwezi ulikuwa mzuri sana, mwezi wake wa 5. Kwa hiyo nadhani kwangu miongoni mwa wachezaji ambao wangetamani kuona ligi inaendelea kuliko kusimama kabisa. Alikuwa na kiwango bora sana, yani kila kitu kilikuwa kinakubali. Kila akiugusa mpira ulikuwa unaitikia, unaenda unapotaka yeye. Kwa hiyo nadhani kwangu kwa hiki alichokifanya kwa mwezi uliopita na mwezi wa 4 amekuwa na mchango mkubwa kutengeneza magoli kwa timu. Anastahili ana wajibu wa kuendelea kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanazungumzwa zaidi na kuonyesha kile ambacho anacho, kwa sababu kweli ni mchezaji mzuri na ana sanaa nzuri mguuni. Ni watu ambao wanajua kutumia vizuri mguu wake wa kushoto, anapiga mashuti faulo, anapiga hizo kevu za kutosha za kufunga magoli. Kwa hiyo kwa Yanga katika usajili wao ambao wamesajili dirisha dogo, mwanzo walianza pressure ilikuwa kubwa sana kwake. Naona watu kila mtu alimlaumu, bwana huyu vipi, lakini baadaye ameweza kutulia na tunamshukuru Pedro, kocha aliyopita. Alimwamini sana kwa sababu wakati ule ndio ulikuwa wakati ambao angeweza kumweka nje na angempoteza kabisa. Lakini bado Pedro aliamua kukaa naye na kumtumia kila mechi, pamoja na kelele zilizokuwa zinapigwa kuhusiana na kile alichokuwa anakionyesha kwenye mechi. Lakini Pedro bado alikuwa anamwanzisha kwenye timu. Kwa hiyo nadhani kwangu Okello amebadilika na ameonyesha kilicho bora, na magoli aliyofunga 11 na hizo pasi za kutoa magoli 7 naona zinastahili kwa kile ambacho amekionyesha mpaka sasa. Ni dhahiri kwamba anawafanya wananchi waanze kusahau habari za kina Andy Bobo Boyeli. Kuna Lassine Kouma ambao walipita hapo kwenye kikosi cha Young Africans. Umemtaja? Celestin Ekwa ambaye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa Yanga. Lassine Kouma bado yupo kwenye kikosi cha Yanga, lakini kama vile anawafanya watu wasahau juu ya huyo kiungo mshambuliaji. Hata Pacome vivyo anamsahaulisha kwa namna moja. Amempunguzia mzigo sana Pacome. Jambo lakini si jambo. Kwa vizuri Kwa vizuri. Basi utafika mbali. Frank, Domayo, huyu ndiye Starboy Alan Okello. Anaimbwa sana sasa hivi Jangwani. Kama unavyosema ni kweli, ni mchezaji ambaye kwanza wanayanga wanajivunia sana kuja kwake dirisha dogo. Kwa sababu ukimwangalia Okello alivyoanza unaweza ukasema huyu mchezaji kweli atafiti hii pressure ambayo ipo hapa Yanga, lakini mchezaji ambaye kwanza tekniki yake, yani ni mchezaji ambaye tekniki yake iko juu sana na ile jicho la kuona pasi. Yani ni mchezaji ambaye kakamilika. Kwanza anaweza kufunga, pia anaweza kutengeneza. Yani ukiangalia magoli mengi aliyofunga Dube ni magoli ambayo katoa pasi Okello. Na magoli mengi ambao anafunga yeye mwenyewe ni magoli ambayo kwanza unakuta 1v1 skills, yani zile anatoa 1v1 anampita mtu anaenda nafunga. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwanza asubirie atengenezewe. Sasa aina wachezaji hao wakati mwingine wanakuwa hatari sana. Kwanza asubiri mimi unipigie pasi ndo nifunge. Yani naweza nikachukua mpira, sawa, nikakufuata, nikakupiga chenga, nikakevu, nikafunga kabisa. Yes, kwa hiyo ni mchezaji kama alivyofanya kwenye mechi. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye kama hiyo. Umeona ni mchezaji ambaye kwanza anajua kuchagua maeneo ya kupiga pasi na kutafuta engo ya goli. Yaani hatumii nguvu nyingi kwenye kufunga. Yaani ni mchezaji ambaye anajua anachokifanya. Na Singida ile ndo ilikuwa ni Dodoma ile. Ile Dodoma na Yanga ile kama utakumbuka ile. Mechi ilichezwa Singida. Alofungwa lakini alifunga goli mbili. Yanga walifungwa ile mechi. Yaani lakini Alan alicheza mpira kwenye kiwango cha juu sana. Kwanza ukimwona anavyofunga magoli yake unaweza kujua kama kafanya yani rahisi, kufunga rahisi, anafanya mpira unakuwa rahisi. Ile tap in kama unaikumbuka ile. Yaani ni mchezaji ambaye kwanza ana jicho la kuona. Anamwangalia kipa kabla ya kupiga hiyo pasi au kutafuta yengo ambayo
anapiga huo mpira. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu sana kwenye timu ya Yanga, na ukizungumzia ubingwa sasa hivi wanaoenda kutafuta mchango wa Okello huko mwingi sana, mkubwa sana, na wanajivunia kuwa naye, na akiendeleza na muendelezo huu ina maana anaweza akawa mchezaji bora wa ligi nzima akiwa na muendelezo, kwa sababu namba zake zinambeba na timu kama ikichukua hiyo ikifanikiwa kuchukua ligi ina maana pia thamani yake inakuwa kubwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye katia sana tija kwenye timu ya Yanga na hapo ilipofikia gombania ubingwa. Bana, huyo ndi Alan Okello. Tunamalizana hivyo. Tumtazame Prince Dube Mpumelelo ambaye naye amecheza dakika 1545 akifunga magoli 9 na ametoa assist 4. Andrea Kinga Mkono. Karibu bwana Andrea Kinga Mkono. Dube bado ana deni, yani Dube ana deni. Dakika ni nyingi alizocheza na magoli aliyofunga bado ni machache. Na unajapokuwa unaweza kusema kwa msimu uliopita bado magoli kama 4 hivi afikie magoli yake ya msimu uliopita aliyofunga. Kwa hiyo nadhani bado ana wajibu wa kufanya kwa Yanga, kwa sababu ni mchezaji ambaye anatumika sana. Anaanza mechi nyingi. Naona na hamna mtu ambaye anabisha kuhusiana na uwezo wake wa kufunga. Lakini kama tunasema naye miongoni mwa wachezaji ambao matatizo kidogo yakimkuta, akikosa mechi moja, akishindwa kutumia mechi, unamwona anachanganyikiwa. Kwenye mechi ya dhidi ya Dodoma ile alofungwa goli 3-2, alipoteza nafasi nyingi sana. Baada pale ukamwona akachanganyikiwa. Hata mechi iliyofuatia ya nyingine ya ligi ukamwona kabisa ni mchezaji ambaye alikuwa ametoka mchezoni. Kwa hiyo nadhani kwa Dube ndio yule mtu wa saikolojia inabidi awe anakaa naye sana, hasa anapokuwa amefanya makosa mengi. Anakaa naye kwa karibu sana kwa sababu ni mchezaji mzuri. Na mchezaji ambaye ni mzuri kwa sababu anaweza kutengeneza nafasi, kwa sababu ni mtu anajua kukimbia kwenye maeneo, ni mshambuliaji ambaye anaweza kukimbia kwenye maeneo na kuwafanya mabeki wahame na kuwatengenezea wengine nafasi. Lakini sasa sisi tunamwangalia yeye kwa sababu tunataka yeye atuonyeshe kile alichokuwa nacho. Atuamini katika timu ya Yanga ambaye amefunga goli 58, yeye amefunga goli 9. Kwa hiyo katika goli hizi 50 hizi Yanga amefunga magoli 60. Umefunga goli 60 58? Umefunga goli 60. Okay, pointi 60, goli 58. Kwa hiyo katika goli 58, goli 49 zimefungwa na watu wengine, alafu yeye mshambuliaji kinara ambaye anaanza kwa asilimia kubwa amefunga goli 9. Inakuwa sio kweli, kwa sababu lazima mshambuliaji kama tunataka tuone goli namba zake ziwe. Sasa hizi kwa mechi alizocheza hizo mechi 21, alipaswa kuwa na namba zaidi ya 10+. Yaani anazidiwa na Faisal ambaye ni kiungo. Kwa hiyo kwake nadhani hilo ni deni ambalo analo, kwa sababu anapaswa kuwa anafunga, kwa sababu Yanga inamtengenezea nafasi nyingi sana za kufunga kuliko yeye ambazo anazitumia. Kwa hiyo hii nadhani ni changamoto ambayo imarishe kiwango chake kwenye kugusa mipira ya kufanya makosa kwenye eneo la lango, si ndio? Kabisa. Sawa. Frank, mimi kwangu naweza nimecheza naye. Yaani mimi sijaji kwenye hizo namba. Mimi najaji kwenye nafasi anazotengeneza kila mechi. Yaani ukiangalia Dube ni mchezaji ambaye hata nadhani ligi nzima anaongoza, anatengenezewa nafasi nyingi sana za kufunga, zile clear chance. Yaani unaweza ukapiga hesabu ligi nzima, steka wote wa ligi, Dube anaongoza kutengenezewa nafasi. Nafasi. Yaani kila mechi anaweza akapata nafasi hata 4. Kwa hizo mechi alizocheza nadhani unaweza ukapiga hizo hesabu kwamba kila mechi anaweza kutengeneza nafasi 4 au 5. Ndio. Kwa hiyo ukikompare na hiyo ambayo alizofunga na alizoassist, unaona kabisa bado. Ndio maana sijataka kugusa huko kwenye hizo rekodi zake, nagusa hiyo engo ambayo hizo nafasi kila mechi anazotengenezewa. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambao anakimbia kwenye maeneo. Hizo nafasi anazotengenezewa ni jitihada zake, kwa sababu pia anaona sehemu sahihi ya kukimbia na kupigia mpira na kupata hizo nafasi. Kinachokosekana kwa Dube ni ule umakini. Yaani akiongeza umakini. Unadhani ni kwa nini kila mwalimu ambaye anakuja kwenye kikosi cha wananchi Young Africans eneo la kwanza kabisa kwenye eneo la ushambuliaji jina ambalo linakuwa namba 1 ni la Prince Dube Mpumelelo? Yes, kwa sababu licha ya kwamba haya mapungufu ambayo tunayasema, amekuwa akitengenezewa nafasi nyingi sana Dube na amekuwa akizitumia chache, lakini walimu ambao wamepita Young Africans wote wamemtumia. Kila mwalimu ambaye anakuja ana opt kuanza na Prince Dube Mpumelelo. Nadhani itakuwa ni swali la msingi sana kabisa. Karibu. Kwanza ni mchezaji ambaye ana movement. Yaani kocha yoyote anapenda mchezaji yule ambaye mwenye movement. Yaani ukimwona steka anakimbia kwenye space, sawa, anamtengenezea, anamrahisishia midfield. Mimi nimecheza naye Dube. Yaani ukipata mpira hapo kwenye kucheza naye, vipi jitihada zake mazoezini? Yaani anajituma, yaani anavyocheza hivi kwenye mechi kama mazoezini. Okay. Yaani ndio maana pia hata kocha anashawishika. Yaani ni mchezaji ambaye ukipata mpira midfield, ukimwangalia tu Dube, akajisimama, lazima atakimbia kushoto, atakimbia kulia.
Na hiyo kukimbia kushoto kulia, ukimwekea pasi lazima malizie vizuri. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwanza mazoezini pia anafanya hivyo vitu. Yaani ni sio kwamba kwenye mechi ndo anafanya, yani tangu mazoezini. Yaani hizo movement ya tulia na kuja na touch, yani ndo yuko hivyo. Ni mchezaji ambaye hata kocha ukikaa nje unaona kabisa huyu ana kitu cha kunisaidia mbele. Na mfumo wa kucheza pasi nao anauweza. Yaani ni mchezaji ambaye kwanza kwenye mifumo yote anaingia. Ukisema timu ipossess, utamuona atakuja, atashuka, atacheza. Ukiona simu tu ataki kwa kushambulia, tukimbie, counter attack atakuja. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kakamilika, ila changamoto yake ndio hiyo, nafasi azitumii vizuri. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, ila nafasi azitumii vizuri anazozipata. Wakati mwingine mambo ya nje, ni mchezaji ambaye pia ukimsema anaweka kitu kama, yani mchezaji ambaye unajua mimi nimekaa naye, yani Dube anaweza akaja domaona sijui ni yani ile kwenye mitandao anakuonyesha umeona unavyosema hivi, na hapa anakuona anakuangalia mchezaji akitoa hiyo, yani asifikirie bongo, kwa sababu bongo unajua kuna watu wanaongea, yani kuna watu kiwanda cha maneno, ukicheza vibaya wataongea, ukicheza vizuri watakukosoa. Na bongo sio tu kwenye mpira. Yes, kila kitu. Hapa ni kwenye kila kitu. Sasa wenzetu wao ndio wanapata shida sana kwa sababu bado hawajajua Tanzania jinsi. Andrew, swali la msingi ni kwamba huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na bahati ya kupendwa na makocha wengi sana ambao wamepita Yanga. Na sio Yanga tu, timu zote ambazo amecheza. Amekuwa kila kocha ambaye anakuja anampa nafasi ya kucheza. Unadhani ni kwa nini? Kwanza umbo lake. Ana umbo la kiushambuliaji. Unajua ukiwa mrefu mshambuliaji anakuwa kwa vizuri zaidi kwa sababu anajua, anaamini kwa mipira ya juu wewe utakuwa rahisi kufika. Lakini kingine ni mchezaji ambaye anaweza kukutengenezea mazingira ya watu wengine kutumia nafasi. Kwamba yeye ule uwezo wake anaweza ka-assist. Yani akawa anaweza kutengeneza nafasi hata kama yeye hizo pre-assist, hata kama hajagusa huo mpira. Lakini jinsi atakapokuwa anaingia kwenye maeneo anaharibu mpango mzima wa safu ya ulinzi wa timu. Kwa sababu ni mchezaji ambaye ana huo uwezo. Lakini kingine Dube anakuaminisha kwa sababu kwamba ni mchezaji ambaye anaonekana anajua kufunga. Japokuwa kumalizia ni jambo lingine, lakini ile zile tabia za mfungaji anazo. Umeona, ndio maana kila msimu unamuona toka amecheza ana goli hizo 9 ngapi. Kingine labda kinaweza kuwa tunaweza tukabebesha lawama labda yale majeruhi alikuwa anapata katikati hapa, yalikuwa anamfanya wakati mwingine mchezaji anakuwa anapoteza ule ubora wake. Lakini mchezaji ambaye anakushawishi kutokana na aina yake ya uchezaji kwamba anaweza kutengeneza nafasi, anaweza kuingia sehemu, anaweza kuja hata akawa kama kiungo, akaja chini hapa akawa kama kiungo, akaanzisha move kuanzia hapa chini. Kwa hiyo wakati mwingine kwa kocha siku zote anampenda mchezaji wa aina hiyo kwamba anaweza kuwa mbunifu. Mimi kitu ambacho nimekiona kwa Prince Dube, amezungumza vizuri sana na hayo ninayosema nakubaliana nayo. Narudi kwenye alichokizungumza Frank Raymond Domayo. Ni nyota ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuondoa safu ya ulinzi. Yaani movement zake, mikimbio yake, na ana ile sana. Angalia kwenye huu mpira wakati unapigwa. Yaani Simba kulikuwa kuna beki wakati Rushan Derek na huyu Toure. Ukiangalia alipokuwa Toure, muone alipoanza kukimbia Dube. Angalia alipokuwa Rushan Derek, mtazame alipokuwa amesimama Shomari Kapombe. Yaani amevuruga walinzi wote watatu. Yaani walinzi wanafikiria kwa kucheza mpira. Dube anakimbia peke yake hapa. Mtazame huyo mlinzi wakati Toure alikuwa anakimbia naye sasa kutaka kuondoka. Mtizame kwanza Toure wakati anakwenda. Unaona mtozi achie tu hiyo video. Umeona jinsi alivyo. Lakini Toure hajamkaba Dube hapo mpaka sasa hivi. Wala Shomari hajamkaba Dube. Katikati yao. Maana yake amewaondoa kwenye shape yao. Yaani naye katikati yao. Na huo ndio uwezo mkubwa sana wa Dube. Wakati mwingine hata hapa asingefunga yeye. Duke Abuya alikuwa na uwezo wa kufunga. Wakati mwingine unaweza ukaona hata Pacome kama ingetengenezwa vizuri angekuja kufunga. Wakati fulani Mudathir amekuwa kinufaika sana na movement za Dube. Wakati fulani hata Maxim pia Nzengeli naye amekuwa kinufaika sana na nadhani hiyo ndio silaha kubwa ambayo makocha wengi sana wamekuwa kutamani Dube kuendelea kufanya naye kazi. Lakini bado na nafasi ya kuendelea kurekebisha makosa machache ambayo amekuwa akiyafanya. Kwa hakika tumejaliwa kuwa na washambuliaji hodari sana. Kama utakumbuka kwenye AFCON kwa wachezaji ambao walikuwa wanacheza ligi ya Tanzania, yeye ndiye mshambuliaji wa kwanza kufunga bao kwenye Misri. Kwa wachezaji ambao wanacheza ligi ya Tanzania. Kwa hiyo bado kwa hakika ni miongoni mwa wachezaji wazuri, na kama atatulia kuondoa hiyo ambayo naisema Frank Raymond Domayo, wakati mwingine aachane sana masuala ya mitandao ya kijamii. Na uzuri ujue makocha wana imani sana. Yaani striker akitengeneza nafasi akikosa, wana imani kwamba atapata nyingine atafunga. Ndio maana unamuona anaweza akakosa nafasi na bado akawepo mchezoni. Kwa hiyo ina maana makocha wana imani naye.
kwamba kikakosa ya kwanza, ya pili, ya tatu atafunga tu. Kwa hiyo ni mchezaji ambao makocha ndio maana wanampenda kwa sababu wanakuwa na imani naye. Yes. Kwa hiyo wakati mwingine mchezaji kama mchezaji sasa anatakiwa upushi zaidi ili kocha kuamini zaidi. Basi tumtazame Laurindo Olerio Dilmelson Maria Depu ambaye yeye amecheza mechi 13 dakika 646, amefunga magoli 6 na ametoa pasi moja ya usaidizi wa bao. Depu alicheza mechi 5, kila mechi bao. Alikuja vizuri, alianza vizuri sana. Mechi ya 6 ndo kidogo mtihani. Alianza vizuri sana. Na ile mechi ya 6 alikutana na Simba ile. 6 na Simba ndio na Simba yes. Kwenye uwanja wa New Aman Complex. Yes. Mechi ilikuwa ngumu. Ni mchezaji wa namna gani? Majeraha nayo yamekuwa sehemu ya na hasa hayo ndio yamemuondoa kwenye ule ubora wake. Mimi naamini hicho kikubwa ndio kilichomuondoa, lakini ni mshambuliaji ambaye kweli anajua kufunga, anajua kutumia kichwa chake vizuri sana. Na kuna Yanga kuna wapiga cross wazuri, kuna wapiga kona wazuri. Kwa hiyo nadhani na magoli yake kama magoli 3 nadhani amefunga kwa kichwa kati ya 6. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anajua sana kutumia kichwa chake vizuri, na hasa kwa mabeki wetu wengi ambao tunaonaga wana uvivu wa kuruka juu, kwa mtu kama yeye kukiwa naye inakuwa ni faida tupu. Umeona hapo kichwa yako? Umeona kama shuti. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yani ile kwake sio tatizo, ukipiga cross nzuri na ukiwa naye pale mbele anakupa kitu. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye alikuja vizuri, sema alivyoumia majeraha yale nadhani yamemfanya kidogo amepotea kwenye ubora wake, na nadhani hii break aliyopata sasa hizi kama kocha ataendelea kumwamini bado Yanga anawapa kitu kingine cha ziada. Kwa hiyo nadhani kwangu bado ni mchezaji mzuri kwa sababu ya namba alizokuwa nazo, na akiboresha tu haya mapungufu ambayo yameonekana sasa hivi ya kuwa majeraha, akipona akiwa katika ubora na kocha akamwamini akacheza, bado ana nafasi katika hizo mechi 5 zilizobaki, anaweza akaongeza idadi yake ya magoli. Yanga wamepita washambuliaji wengi sana. Lakini mimi binafsi nathubutu kusema aliyemsajili Depu amefanya kazi. Dumayo, unasemaje? Ni kweli kabisa, ni mchezaji mzuri na ubora wake sana ni mipira hiyo ya vichwa. Ni aina wachezaji ambao timu ikiwa aina mipana, unajua kuna mnaingia kwenye mechi wakati mwingine timu inaenda na pasi, mnaona mfiki watu wameka block ile. Kwa hiyo kwa mchezaji kama Depu anakuwa na faida kwa upande mwingine, kwa sababu ukipiga cross ni mchezaji ambao kwanza kwenye mipira ya juu lazima agombanie. Yaani ukipiga cross yoyote kwenye box akiwepo kwenye maeneo haya lazima yeye awini. Kwa hiyo inawarahisishia sasa hao wengine kutengeneza nafasi na kuzitumia. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, na akaingia Yanga walikuwa na combination nzuri sana na Dube. Kuna sometime walikuwa wanacheza wote wawili, unaona kabisa Dube anashuka, huyu anastiki. Kwa hiyo inawapa busy sana mabeki pale. Kwa hiyo hata kwenye hii mechi walikuwa wote wawili. Yupo uwanjani na Depu naye yupo uwanjani. Kwa hiyo kocha ukihitaji matokeo wanasemaga ukiweka masteka wawili, ukiweka Depu na Dube inakurahisishia kwa sababu unakuwa mbele wengi na Dube anakuwa mzuri sana kwenye movement. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye Yanga hapo kuna baadhi ya mechi kawapa pointi muhimu. Na uwepo wake kwanza ana nguvu, ni mchezaji ana nguvu. Yaani ukimpa pasi hivi ile pasi ukuta unasemaga. Unampa pasi anakaa nao na wasubiria nacheza. Kwa hiyo zile ndio zinaitwa pasi ukuta. Pasi ukuta, yani kama ukuta ukifika umetulia unampa mwenzake. Kwa vile mimi ni mtangazaji lakini wa kiwango cha chini sana, naendelea kujifunza maneno ya kwenda kufanya. Hii ni pasi ukuta. Yani yes ndio unapokea alafu unawasubiri. Yani ni kama ile wait and see kwenye uamuzi sasa. Ndio vitu vyake Depu. Ndio Depu ndio vitu vyake. Bana, tuhame hapo tumtazame Buba Jammeh ambaye naye amecheza mechi 10 za wananchi Young Africans, wastani wa dakika 325, hajafunga goli hata moja, lakini ametoa assist moja tu, na assist yake goli lake alifunga Dube. Kama utakumbuka. Kuna moja hapa tulikuwa tunaitazama, moja kati ya magoli ambayo Dube amefunga, pasi ilitoka kwa Buba Jammeh. Sasa Andrea Kinga Mkono, huyu Buba naye ameingia dirisha dogo. Kuna namna wakati anaingia kwenye dirisha dogo kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, mtindo wake ambao alikuwa ameingia nao, mikogo yake, mbwembwe zake, alitisha sana watu Buba Jammeh. Akakutana na mechi za CRDB hapa, akapiga 2, akafunga lakini kwenye ligi kuu mpaka sasa bado hajafunga. Sio mchezaji mbaya, manake watu hawakawii kunukuu vibaya. Mimi kwangu Buba sio mchezaji mbaya. Lakini nyewe wachambuzi mnasemaje?
Tukianza na Andrea Kinga Mkono. Karibu sana mzee. Usajili haujalipa. Usajili haujalipa. Unasema? Usajili haujalipa. Unamaanisha nini? Kwamba unajua Yanga anasajili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatawala kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo nataka kila mchezaji uliomleta, umemwondoa Ekua, umemleta Jamel, kwamba ukiamini kwamba huyu anakuja kuziba yale mapungufu ya Ekua. Ekua ameondoka na alifunga goli moja si mbili. Kwa hiyo unaona kwamba huyu haja alete kitu, lakini unakundua kwamba ameshindwa kuja kuonyesha mchango wa moja kwa moja kwenye timu. Na ndio maana unaona amecheza dakika chache sana, dakika 300. Hajafunga goli lolote na hiyo pasi moja tu ya goli. Na si miongoni mwa wachezaji ambao unasema kwamba huyu utakuwa labda na changamoto, utasema mimi huyu ndo namtegemea aje nibadilishie matokeo. Kwa hiki alichokionyesha mpaka sasa hizi hajaweza kufanya hilo jambo na hajaonyesha kile kipaji ambacho wengi ambao tulitegemea kukiona kwamba atakuja atatupa kitu kipya. Ni mechi zimechezwa nyingi. Mwenzake Okello tumemwona ameonyesha kitu kipya, lakini yeye bado anapoteza kujiamini kwenye miguu yake. Yaani hata mpira ukimpa wakati mwingine unashindwa kuelewa mbona huyu mchezaji namna hii, yaani bado hajafikia ule ubora ambao watu tutegemea kuona kutoka kwake. Kwa hiyo mimi nadhani kwangu usajili miongoni mwa usajili ambazo Yanga hazijalipa ni hii miongoni mwao, kwamba bado hajafikia kile ambacho tulitegemea kukiona kutoka kwake, kwa sababu ni mchezaji ametolewa nje, tuliaminishwa kwamba ni mchezaji mzuri lakini ameshindwa. Kwa hiyo nadhani hapo kuna jambo la kufanya kama uongozi waangalie na nadhani bora. Amecheza dakika 325. Dakika chache sana. Na hii kutokana kwamba anashindwa kupenya kwa wale ambao walikuwepo pale. Alipokuja kukutana na majeruhi yoyote? Hapana. Au ushindani tu namba? Ushindani wa namba, ameshindwa kupenya. Ameshindwa kumtoa Okello, ameshindwa kumtoa Maxi, ameshindwa kumtoa Mudathiri, ameshindwa kumtoa Pacome ambaye naye anaingia na toka. Yaani hao walipokuwa Mudathiri hayupo, Pacome hayupo, tutegemee akiwa miongoni mwa wachezaji ambao angeweza kuwa naanza, lakini sio miongoni mwa moto huu ambao wameonyesha kwenye CRDB. Zidi ya nani? Zidi ya nani? Sasa si ungenisubiri nikamaliza kusema kaka. Kulikuwa kuna haja gani ya Asa ni bwana unatuonea bwana. Hao ni uonevu kaka. Wewe unatuonea sisi. No. Wewe unatuonea sisi. Yaani huu moto kama Mtozi itampendeza. Mechi zidi ya nani? Moto alioonyesha kwenye hizi mechi za CRDB. Zidi ya nani? Sasa ndio tuone kwanza. Mtozi katuletea na Polisi. Polisi timu ndogo. Na ile mechi ya kwanza na nani wale? Na Polisi hiyo hapo. Polisi ni timu ndogo. Na kawasha kweli kweli Buba. Frank unasema ni mchezaji ambao hajaingia kwenye mfumo. Hajaingia? Wenyewe sisi wachezaji tunasemaga mchezaji hajaingia kwenye mfumo. Hajaingia kwenye mfumo. Ina maana kwamba hajaingia kwenye yale mipango ya timu kiujumla, ni kwamba ni mchezaji ambao labda akicheza uone impact yake moja kwa moja. Na hapo Kinga Mkono ngombe, unaona hata goli lenyewe alilofunga. Yaani ukimuuliza Kinga, unaona hata mazingira ya goli namna alivyolifunga. Kakutana naye. Kaokota. Umeona leo? Kaokota. Ndio umesema vyema, Chips Mai kaokota. Kaokota dodo kama alivyofunga wale nani alivyofunga Pani Afrika. Na fikra tofauti. Frank anasema Buba bado hajaingia kwenye mfumo wa timu. Sio kwamba mchezaji mbaya. Mimi sisema mchezaji mbaya, ndio maana nasema usajili haujalipa. Usajili haujalipa. Sio kwamba hajaingia kwenye mfumo wa timu. Usajili haujalipa. Kama ulivyokuwa wekuwa ukulipa watu wakamwondoa na usajili haujalipa. Lakini Frank, unaamini Buba akiingia kwenye rhythm ya timu inawezekana Yanga kwa na miongoni mwa wachezaji hodari sana? Ni mchezaji mzuri sana. Nimemfuatilia, nimemwangalia kwenye hizo mechi alizocheza. Ni mchezaji ambao kwanza ana kitu, lakini bado kama nilivyosema hajaingia kwenye mfumo wa timu, yani hajajua timu inashambuliaje, inachezaje na yeye aongeze kitu gani. Sasa timu hizi kubwa waga zikusubiri kwamba hadi wewe uingie kwenye mfumo wa timu. Inatakiwa wewe ujitahidi uingie kwenye mfumo wa timu, so timu ingie kwenye mfumo wako. Lakini unaiona sababu ya Yanga kuendelea kumwamini pengine katika msimu unaokuja? Kama hawana option nadhani ni mchezaji mzuri, lakini kama wana option nyingine bora. Siasa sana. Sidhani kama ana nafasi kulingana na hizo namba na mechi alizocheza kwa timu kubwa kama Yanga. Lazima atakuwa na option nyingine. Frank anaonekana mpole lakini timu ina vitu Bwana, tuondoke hapo. Mshambuliaji mwingine ni Clement Mzize ambaye kwa hakika amekuwa na majeruhi na hajapata nafasi ya kucheza. Tunamuombea kwa mwenye enzi na ulimwengu wake, maliki na sultan wa dunia yote, mwingi wa jazaa na jazo, aweze kumpa siha njema, aweze kurejea uwanjani na aweze kuendelea na majukumu yake. Binafsi mimi nimemmisi sana Clement Mzize. Kabisa, ni mchezaji mzuri, lakini kosa la kiufundi walifanya Yanga wenyewe. Kivipi? Walitaka hawahi kurudi uwanjani.
Yani hicho ndio kitu mimi kwangu nakiona kilikuwa changamoto. Mechi zidi ya SFA kumchezesha kwangu hakuwa yuko tayari. Kwa nilivyokuwa naona ile rekodi yake na ile alofanya operation yake ya goti, ilikuwa ni mapema sana kuanza kutaka kumtumia kwenye mechi ngumu kama ile ambayo Yanga ilikuwa inalazimisha ipate matokeo. Kwa hiyo nadhani pale ndo mzigo ulipokuja kwake, na nadhani ndo baada hapo sio akajitonesha, kwa hiyo ikabidi na akaenda na bench. Kwa hiyo nadhani Yanga walikuwa wameharakisha, walikuwa wanamtamani kwa sababu ya kile alichokuwa amekifanya, na ni mchezaji mzuri, alikuwa na mchango mkubwa kwenye timu, lakini waliharakisha kutaka kumrudisha uwanjani. Nadhani ndio changamoto ambayo imemkuta mpaka sasa iko hivyo. Sawa, Clement Mzize huyo miongoni mwa washambuliaji wa Wananchi Young Africans, na atakosekana msimu mzima. Mpaka msimu ujao pengine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tutamshuhudia. Yani majeraha yani kwa mchezaji yani kipindi ambacho kigumu sana kwa mchezaji ni ukiumia. Kwanza unakaa nje muda mrefu. Alafu cha pili kulikava kwako sasa ina maana inahitajika jitihada ya hali ya juu ili urudi vile ambavyo ulivyokuwa mwanzo. Changamoto inakuja kwanza ukikaa nje muda mrefu, ile confidence inapotea. Umeona wakati mwingine maneno yanakuwa mengi. Yes. Kuna maneno yale bwana hivi na hivi, yani kuna vitu vingi sana ukiwa nje. Nadhani ana nafasi pia ya kupambana kwa sababu ujue football ndo maisha yako. Wewe ukiwa nje muda mrefu lazima kwanza commitment hiyo ya hali ya juu sana. Uhakikishe program kwanza unazopewa na huyo physio wako au alikufanyia operation ufuatishe. Lazima kwanza wewe mwenyewe uelewe kwamba bwana ninatakiwa labda wiki za mwanzo ile nifanye 1 2 3, wiki zinazofuata nifanye 1 2 3, wiki za mwisho nifanye 1 2 3. Changamoto inakuja wewe mwenyewe unakuwa hujui. Yaani kwa mfano kama mimi nilijitolea mfano nilivyoenda kufanyia operation South Africa. Na nikapewa mwongozo. Kwa bwana wiki 4. Uliumia nini wakati ule? Mimi nilikuwa nyama ya paja. Nilifanyia operation nyama ya paja. Kwa hiyo wakaniambia wiki 4 utakiwi mguu kukunja. Baada ya wiki 4 utakiwi mguu kukunja, lakini wewe unafanya mazoezi yale mepesi. Yaani unatakiwa ukilala umeonyosha, lakini mazoezi unatakiwa ufusi ufanye ukunje. Sawa? Yaani zile mazoezi yale. Kwa hiyo baada hapo uanze gym. Umeona? Baada ya muda fulani uanze hata kuogelea. Yaani kuna vile process unapewa. Yaani unatakiwa mwenyewe uzijue. Sasa changamoto inakuja, wewe ushajua mimi natakiwa wiki nifanye kitu fulani. Anakuja mtu, sawa, kwa sababu anatamani wewe urudi sasa kucheza. Mwambie bwana hapo unaweza kuanza hata kucheza kidogo. Piga pasi kidogo. Jaribu kidogo nini? Yaani kuna vitu ambavyo vinakushawishi. Na wewe ukiangalia unaona kidogo mguu kidogo. Na mfukoni hamna kitu. Mfukoni hamna kitu, hapo mguu kidogo uko sawa. Ngoja nijaribu. Wakati ule umeumia nyama za paja ulikuwa timu gani? Azam au Yanga? Sasa mimi niliumiaga Yanga. Kipindi nasajili wa Azam nishaumia. Kwa hiyo ina maana baada ya kwenda tu Azam sikucheza hata nini ndo wakanipeleka kufanya operation. Kwa hiyo ina maana mimi naenda pale ni mgonjwa. Angalau niliumia nilipokuwa Yanga. Kwa hiyo nimesajiliwa pale mgonjwa, nikakaa miezi 6 ndo nikarudi kucheza. Yes. Kwa hiyo ni zile, na uzuri timu kama Azam walijitahidi kufuatisha zile ratiba. Okay. Kwa bwana huyu anatakiwa miezi 6 nje asicheze, na kweli miezi 6. Kwa sababu sio kitu kidogo, unaona wenzako wanacheza afu unaangalia. Wakati mwingine yani kuna ile unaona kabisa nishapona, lakini lazima utimie zile unazoambiwa kwamba bwana inatakiwa wiki 6 bila kugusa mpira. Baada ya hapo miezi 6 bila kugusa. Yes, sijagusa. Yani baada ya mpira sana, yani baada hapo sasa nikawa naanza na under 17, under 20 mazoezi yale. Baada hapo ndo unakuja kwenye soka akiushindani. Kwa hiyo ni process ambayo kwanza inahitaji moyo. Na hayo ndio majeraha yako makubwa ambayo ulikutana nayo wakati unacheza. Yes, yeah. Baada hapo sasa ni wiki ngapi tu, mwezi mmoja unarudi. Yes, lakini hayo mwanzo ndo kwa sababu nilifanyia operation kabisa. Kwa hiyo ndo nilikaa muda mrefu. Kwa hiyo namuona pia hata naye nani ana changamoto hiyo. Mzize. Yani alijitahidi kufuatisha zile ratiba. Yani asisikilize watu wanasemaje. Kwa sababu hata viongozi nao wanaweza kutamani bwana Jobu rudi bwana. Unajua zile rudi bwana timu ina nini kidogo. Na hiyo inakuja baada ya timu kufanya
Yaani ikiwa imeshaki kidogo ndo wanaanza bwana jitahidi bwana jaribu. Nafasi yako itaondoka. Itaondoka, yani kuna vitu ambao wanakushawishi na ukiangalia unaona ngoja niingie. Sasa mwisho wa siku ndo tatizo linakuwa kubwa sana. Anazungumza kwa uzoefu Frank Raymond Dumayo ya kile ambacho kimejitokeza wakati tukimgusia hapa Clement Mzize, nyota wa Young Africans ambaye anacheza kwenye eneo la ushambuliaji, lakini sivyo bahati hajapata nafasi ya kucheza msimu huu. Pengine msimu ujao tutamuona uwanjani, Dumayo akiwa amemaliza hivyo. Kwa sasa moja kwa moja tuangazie wachezaji ambao wamecheza mechi chache za ligi kuu NBC Tanzania bara. Wakati ligi kuu ya NBC ikisaliwa na mizunguko mitano tu kwenda kukamilisha msimu huu, leo tunatazama wachezaji ambao wamekosa muda wa kutosha ndani ya kikosi cha Azam FC na hatma yao ya msimu ujao. Baadhi ya nyota ambao wameshindwa kabisa kupambania nafasi kwenye kikosi cha kocha mkongomani Florent Ibenge. Wachezaji hao ni kama ambavyo inaonekana hapo kwenye luninga yako. Papa Diallo mechi moja, lakini Edward Charles Manyama naye amecheza mechi moja, bila kusahau Zetun amecheza mechi moja. Zetun amecheza mechi mbili. Issa Fofana amecheza mechi tatu. Adolf Mtasingwa amecheza mechi tatu. Aimar Abubakar, usajili wa dirisha dogo, amecheza mechi 5. Abdul Suleiman Sopu mechi 6. Nasoro Saadun amecheza mechi 7. Nathaniel Rafael Chilambo amecheza mechi 7. Chikna Diakite amecheza mechi 8. Watu lakini wamekosa nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Azam. Mimi nafikiria ni mfumo wa mwalimu. Ndio. Kwa sababu ukiangalia Ibenge ni mchezaji, ni kocha ambao kwanza anaamini first 11. Yaani timu inampa matokeo ndo anaenda nayo hiyo hiyo. Hiyo struggle ya hiyo kucheza mechi chache, ukimwangalia kama Chilambo ni mchezaji ambao kwanza kacheza mechi nyingi hizo kwa sababu wanapokezana na Rusajo. Kwa hiyo kuna sometimes Rusajo labda ana kadi 2 au kaamua kumpumzisha. Lakini ukiangalia hao wote ni wachezaji ambao kwanza hawajapata nafasi. Kwa sababu gani? Kocha anakuwa na mfumo wake, yani kwamba hawa first 11 wananipa matokeo ndo naenda nao. Kwa hiyo kuna aina ya kocha wanasababisha hii hali. Kuna kocha mwingine anaamua kufanya rotation. Yaani akiamua kufanya rotation ni achagui. Lakini Ibenge naye anafanya sana rotation. Sasa kuna watu wake, yani kuna makocha wanakuwa na watu labda 18 ambao wako kwenye rotation. Timu sina watu 30. Anaweza akachagua labda wachezaji 18. Sawa, au 20 ambao ndo wanakuwa kwenye rotation. Hao wengine sasa ndo watakuwa hivi, namba zao zinakuwa ndogo. Kwa hiyo Ibenge namuona ni kocha ambao kwanza anachagua kundi lake la watu kama 20 ambao ndo ndani yake kunakuwa na hiyo rotation. Na wengine hapo tumeangalia ni majeraha. Kama Edo Manyama alikuwa Singida Black Stars. Lakini wakati anakuja Ibenge akaitwa kwenye kikosi cha Azam FC. Kuna wakati fulani Edo alihusishwa kujiunga na Al Hilal Omdurman ya Sudan, kwa maana ya kocha alikuwa anamuelewa sana Edward Charles Manyama. Amepata nafasi ya kufanya naye kazi, lakini miongoni mwa wachezaji ambao wamepata muda mchache mno. Hiyo ni swala la mazoezini. Sasa unaangalia katika hiyo orodha, unaona kuna changamoto ambayo ipo za mazoezini ambayo labda Edo imemkuta anashindwa kuonyesha kile alichokipewa, na hizo mechi alizopewa muona ameshindwa kuwa kile. Kuna ushindani wa watu pale kwenye safu ya ulinzi ya Azam. Ndiyo. Kocha amefanya sana mabadiliko, lakini kuna wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye zile namba muda mrefu na wamejihakikishia na wanafanya vizuri. Unajua wakati mwingine siku zote kwenye safu ya ulinzi sio sehemu ambayo ya kufanya majaribio sana. Tulilaumu wakati fulani Azam iliruhusu magoli kwa sababu tunaona mabadiliko aliyofanywa mechi yao dhidi ya TRA. Kwa mabadiliko ambayo yalikuja kwa namna moja au nyingine wakajikuta wanapoteza. Kwa hiyo tunasema kwamba ile sio sehemu ambayo ya kufanya sana majaribio. Timu hasa kwenye safu ya ulinzi unataka uwe na watu ambao wanacheza muda mrefu pamoja na wazoeane ili kupunguza makosa na wenyewe wawe wanasaidiana wenyewe, kila mmoja anakuwa anajua mapungufu ya mwenzake. Katika hiyo orodha ambaye mchezaji ambaye labda anaweza kumtetea sana ni Aima,
kwa sababu ni bado ni kijana mdogo, nimeona katika viongozi, unamwona ni miongoni mwa wachezaji chipkizi ambao kwenye timu ya Azam. Kwa hiyo nadhani bado ana muda kuendelea kukua na kupata nafasi. Alikuwa mshambuliaji wa timu ya Mlandege pale Zanzibar. Kwa hiyo nadhani kama akasajiliwa kwenye Mapinduzi. Kwa hiyo nadhani bado ana nafasi ya kuendelea kuonyesha kile alichokuwa nacho. Unamwona ana movement nzuri, lakini bado kwa sababu kulikuwa na watu pale wapo mbele. Lakini Saduni najua ameumia, na Mtasingwa naye ameumia, na unamwona ndo anarudi kwenye mechi za CRB Federation. Kuna baadhi ya mechi amecheza na nadhani ndo mechi nyingi za CRB amecheza kama pale. Kwa nadhani anajaribu kumpa nafasi ya kurecover kidogo kidogo na kurudi kwenye mchezo. Lakini kwa Cheikhred Diakite kwangu naona kwangu msimu kwa kisomo sioni safari yake kabisa, kwa sababu namuona mzee yule ana mchango mkubwa akiingia uwanjani kuliko mzee Hassan ana mchango mkubwa ambaye naye ameingia dirisha dogo akicheza, unamuona ana mchango mkubwa kuliko Cheikhred Diakite. Ana mambo mengi, lakini ndio tunasema ule mpira wake wa mwisho hauna madhara. Hakuna mchezaji ambaye mimi binafsi amekuwa akinivutia na nilikuwa naona kiwango chake kimepanda wakati ligi inaanza kwenye kikosi cha Azam kama Nathaniel Raphael Chilambo. Sasa ile rotation nadhani imemkuta, sivyo bahati sasa. Rotation imemkuta. Makocha wanaamini sana mchezaji wa timu ya taifa, yani makocha hao wazawa. Ukiona wachezaji wawili, mmoja ambao anacheza national team na huyu mwingine ambao yuko national team, anampa nafasi sana yule ambao ana national team. Kwa hiyo unaiona hiyo kwa Lusajo pamoja na Chilambo. Yes. Kini Chilambo mimi naona miongoni mwa washambuliaji walinzi hodari sana. Mchezaji mzuri. Na anakuofa vitu vingi kwa sababu pia kuna muda anaingia ndani anadambua, anasema unaingia ndani unadambua kidogo, toka nje na mwaga maji. Leo naokota. Unapewa zile za kimchezo. Napewa za ndani. Wewe unajifanya unasema mchezaji wewe mbona hujui? Huyu anadambua hujui. Sasa Hassan ana vineno vyake vya Kiswahili akianza hapa leo nimekaa kujifunza. Leo nimekaa na okota. Kwa hiyo Chilambo ni miongoni mwa wachezaji ambao wanadambua na vitu sawa bwana. Hiyo ni kwa upande wa Azam FC, wamekuwa na wachezaji wengi wazuri, lakini sivyo bahati wamekuwa wakikosa nafasi. Lakini miongoni mwa wachezaji wengine ambao pia hawajapata nafasi ya kutosha ndani ya kikosi cha Azam ni pamoja na mlinzi wa kushoto ambao nafasi yake mara nyingi inachezwa na Pascal Gaudens Msindo. Alafu na Landry Zuzu kuna wakati anakuja. Landry Zuzu ndio huyo ambaye namzungumza kwamba naye amekosa nafasi ya kucheza. Twende moja kwa moja kuangalia taarifa inayomhusu Yona Amos ambaye amewaongoza magolikipa wote kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara kuweza kuokoa michomo mingi zaidi. Leo tunaileta orodha ya magolikipa ambao wameokoa michomo mingi zaidi kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa msimu huu. Yona Geoffrey Amos wa Wanakawekamo, timu ya Pamba Jiji, ameendelea kuongoza chati hiyo kama alivyofanya katika msimu uliopita, kuokoa mashuti mengi zaidi ambayo yalikuwa yanaelekea kwenye lango lake. Yona bana anaichezea timu ya Pamba Jiji, Wanakawekamo, wakulima wa Pamba, na timu yao inajulikana kwa jina la Pamba. Yeye amefanya save ama uokozi wa mipira mara 38 na ameondoka na clean sheet mara 7. Huyu kipa kweli. Naam, kipa kweli. Yaani ni kipa kweli. Yaani kwa maana yake hapo safu yake ya ulinzi ina matundu ya kutosha, lakini yeye anajaribu kuokoa jahazi. Ndio maana hata clean sheet zake umeona ameokoa zile, lakini clean sheet zake ziko 7. Umeona ni kipa ambaye anaisaidia sana Pamba na hata anaweza kujivunia rekodi yao ya kutopoteza mechi nyingi uwanja wa nyumbani. Nadhani Yona Amos ni sehemu ya nguzo ya timu hiyo. Kwa hiyo nadhani kwangu Yona Amos ameendeleza kile ambacho msimu uliopita alikifanya. Ni kipa ambaye anajua kujipanga na kusoma michezo na kujua washambuliaji wanapigaje mashuti, kwa sababu hilo ni jicho jingine ambalo kipa anatakiwa awe nalo, kuweza kukadiria na kutabiri kwamba huyu mchezaji ameenda kulia atapiga kushoto, ili wewe ukienda ukakutana nao. Maana la sivyo utajikuta unaenda wewe kushoto, mpira unaenda kulia, afu watu wanakucheka. Sasa hapa kama tungekuwa tumekutana na marehemu Mwalimu Kashasha, Mungu aendelee kumrahamu, anasema ana ile goalkeeping manipulation. Haya, mchezaji mwingine bwana ni Musa George Mbisa wa Tanzania Prisons. Yeye amefanya save mara 35 na anaonekana kuwa na clean sheet mara 6. Musa George Mbisa ukimwangalia alivyo, unaweza kuona timu yake ipo mkiani, lakini anakula chuma 34. Lakini miongoni mwa magolikipa ambao kwa hakika wameokoa michomo mingi sana.
Yes, ni kipa mzuri, na maana hizo namba za save unajua ni kipa mzuri, lakini sasa changamoto inakuwa kwamba inaonekana Tanzania Prison wanashambuliwa sana. Clean sheet ni 6, lakini ukiangalia hizo save 35 kwa maana kwamba ni mchezaji mzuri, lakini hizo nafasi ukuta wake unakuwa sio mzuri. Hivi siku hizi machujio yapo? Machujio yale yapo. Na ili uwe kipa mzuri wakati mwingine lazima kwanza wajue wachezaji kwamba huyu akicheza huku kushoto anatumia mguu gani, labda huyu wa kulia anatumia mguu gani. Ndio maana unakuta wanakuwa wale wa kuingia ndani kukevu inakuwa rahisi kufuata. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwanza anajua ligi ya Kitanzania na akadumu sana pale Prison. Kwa hiyo ni mchezaji mzoefu, ni kama na sauti pale. Yaani hata ukimwona mechi zake anazocheza na shauti kabisa, yani kwamba anaweza kuwapanga mabeki, lakini sasa tatizo ndio linakuja timu yake inashambuliwa sana, na maana anakutana na umbo la goalkeeper. Musa George Mbisa ni mrefu. Mrefu na mwili kidogo. Ni wachache, afu ana mwili. Sio kimbaumbau kama rafiki yangu. Bana, mbali na hapo tumtazama Jean Noel Amonome, miongoni mwa walinda milango wa TRA United, amefanya save mara 26, ana clean sheet 10. Kinga mkono. Na unaona na Amonome anasaidiwa na safu yake ya ulinzi. Hata clean sheet kama Etienne ameweza kutengeneza safu imara ya ulinzi ya timu yake ya TRA. Kwa hiyo inamsaidia naye kipa kuwa miongoni yale anayofanya, kuna watu wanaweza kuja kuokota. Unajua kuna wakati mwingine unaona kipa ameokoa alafu hamna mtu anakuja kusaidia kuokota, beki kuokoa au kiungo kuja kuokoa, mshambuliaji anaipitia anafunga. Kwa hiyo nadhani kwangu Yona amefanya jambo kubwa na anaendelea kuwa msaada kwa TRA katika jitihada zao za kuitafuta nafasi ya 4 msimu huu, kwamba hivi ndio kinachotakiwa kipa anakuwa msaada wa timu. Na hizo clean sheet ina maana kuna sehemu safu ya ulinzi imetimiza wajibu wake vizuri na timu imeweza kutoka uwanjani bila kuruhusu goli lolote. Kwa hiyo nadhani kwangu Yona ni miongoni Amonome ni miongoni mwa kipa ambao wanafanya vizuri sana kwenye ligi kuu kwa sasa hivi. Pamoja na timu yake ukiona yenyewe unaiona imepanda kwenye ligi kwa nafasi ya 5 nadhani, ya 5 au ya 6 inatafuta nani bora. Basi tumwangalie Ibrahim Rashid Parapanda, ambaye huyu ni kutokea pale Fountain Gate, bwana harusi mpya mjini huyo. Ibrahim Rashid Parapanda amefanya save mara 23 na ana clean sheet 4. Ni mchezaji mzuri, lakini hivi karibuni ubora wake umekuja hivi karibuni baada ya Baba Isaya kurudi pale. Nadhani kajaribu kuitengeneza timu nzima kwa ujumla, kwamba hawashambuliwi kivile, lakini pia uimara wake pia akishambuliwa huaga anakuwa kwenye mchezo sana. Kwa hiyo ukiona clean sheet 4 ina maana ni chache sana kwa hizo clean sheet, lakini ni mchezaji ambaye akiendelea unaona kabisa ana kitu na anaisaidia Fountain Gate hadi hapo ilipofika. Kulingana na ukuta unakuwa sio mzuri, lakini anajaribu kuokoa yale matatizo ambayo yanatokea mara kwa mara. Unajua kipa ukiwa mzuri, hata mabeki wale wanakuwa na relax. Unajua kabisa bwana, hapa hata tukiteleza kidogo kipa atatusaidia, na mchezaji ambaye pia hata footwork yake ni nzuri. Basi umwangalie Patrick Muntari Evans kutokea pale Mashujaa. Huyu ni mlinda mlango ambaye amefanya saves mara 21 na clean sheet 5. Kinga mkono. Mashujaa miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu magoli machache, yani timu ambazo zimefunga magoli machache, na wenyewe vile vile pamoja na rekodi zao nyingi za kutokufungwa nyumbani na sare nyingi, makipa wao wamefanya kiwango kikubwa sana kuifanya Mashujaa ipo hapo ilipo sasa hivi. Na Julio miongoni mwa sehemu ambazo wanajivunia nazo ni makipa wake ambao wanaonyesha ushindani, na kuna yeye na mwenzake kuna mechi fulani wanabadilishana. Kwa hiyo nadhani kwake hii ni nafasi nzuri kuendeleza kile alichokuwa nacho, na clean sheet 5 sio mbaya kwa timu, na kwake mwenyewe save 21 inaonyesha bado ni kipa ambaye kama atakuwa na safu nzuri ya ulinzi ina maana anaweza kuwa na clean sheet nyingi zaidi kutokana na hiyo mikono yake kuwa imara katika kuokoa hatari nyingi. Bana, tuondoke hapo tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Viwanjani ya Azam TV. Mimi ni mtangazaji kinara, naitwa Hassan Ahmed, nikiongoza jopo la wachambuzi. Ninaye Frank Raymond Dumayo, msukuma kandanda wa Tanzania, lakini pia ninaye Andrea Kinga Mkono, mwanahabari za michezo. Kwa sasa moja kwa moja tuangazie taarifa kuhusiana na timu ambazo zimepanda na kurejea ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Habari njema kwa
timu ya Geita Gold, wazee wa almasi hawa kama sio wazee wa madini. Hatimaye timu ya Geita Gold na Kagera Sugar zimerejea tena kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara na tutawaona msimu ujao. Geita Gold iliifunga Songea United, kilikuwa ni kibano cha magoli 3-1 jana Jumapili na kufikisha alama 61 ambazo zimetosha kuwarejesha ligi kuu msimu ujao. Kwa upande wa Super Nkurukumbi wa pale Kaitaba mkoani Kagera, wakitokea kule Bunazi Misenyi, timu ya Kagera Sugar iliifunga Ken Gold goli 3-0 na kufikisha jumla ya alama 68 ambazo kwa hakika haziwezi kufikiwa na Mbeya Kwanza wala Polisi Tanzania zilizopo nafasi ya 3 na ya 4 ambao wao watakuwa wanawania kupanda kwa michezo ya playoff. Hizo ndio timu ambazo zimeshapanda moja kwa moja kama ilivyokuwa msimu uliopita. Tuliwashuhudia Mtibwa Sugar pamoja na timu ya Mbeya City wakirejea ligi kuu, na msimu huu tayari timu ya Kagera Sugar kutoka pale Kaitaba tutakwenda kula Senene kule bila shaka. Na timu ya Geita Gold kutokea kule Geita tutarudi pale Nyankumbo bila shaka katika uwanja ule wa shule kama watakuwa wanautumia, au tutakwenda kwenye uwanja wa Magogo. Mimi na wewe hatujui, tutajua wenyewe watakuja kusema jambo gani. Frank, Geita muda mrefu sana hujatokea kule. Yes, ni timu ambazo kwanza mimi nadhani uzoefu wao umewasaidia kurudi tena ligi kuu, kwa sababu ukiziangalia timu zote mbili hizo ni timu ambazo kwanza hazijapoteza sana wachezaji wengi baada ya kushuka daraja. Kwa hiyo ina maana uzoefu wao na jinsi wanavyotumia vizuri uwanja wao nyumbani na jinsi hata hiyo wanavyocheza, ujue timu nyingi zinacheza the power play. Ukizitoa Kagera na hiyo Geita ni timu ambayo pia una possess. Kwa hiyo kwa daraja la kwanza ukiwa una possess wakati mwingine inakusaidia kutengeneza mechi nzuri kwenye mechi husika na kuweza kufunga magoli. Kwa hiyo ni timu ambazo kwanza zilistahili kurudi kwa sababu kama nilivyosema hazijapunguza wachezaji wengi. Yani baada ya kushuka. Kwa hiyo na imeongeza sasa hiyo ilikuwa na uzoefu. Mbona Mtenje Albano Juma na alikuwa Rasto Nyoni alienda Kagera baada ya kutoka Zanzibar. Mimi nimefurahi Kagera imepanda. Najua. Najua. Nimefurahi nikienda pale huwa nakula samaki wale. Samaki wa kutoka ziwani lakini napita ile sehemu ya Senene japo sio mpenzi sana. Sema Kagera mbali napo. Lakini kwangu mimi Kagera na Kigoma nipeleke Kagera. Sijui kama umenielewa vizuri. Nimekuelewa. Mimi nimekuelewa. Unapongangania umenielewa. Nimekuelewa vizuri. Niliendaga tu Kagera kipindi kile niko JKT niliendaga na basi. Lakini mbali niliendaga na basi tena basi la jeshi. Kwa hiyo kwa kipindi vya karibuni kwa sababu Azam tulikuwa na ndege. Yanga ndege, hata Namungo safari kama hii tulikuwa tunaendaga na ndege. Kwa hiyo ni safari ambazo ni kwa zamani kule ndo nilikuwa JKT. Mbali kweli kwa basi. Ila mimi napenda Kagera, mandhari yale ya maji, yale unakaa karibu na ziwani, unakula samaki wazuri. Kabisa Kagera ni pazuri. Kwanza nitoe pongezi zangu kwa Kaseja. Juma Kaseja. Ameonyesha utulivu sana kwa sababu angekuwa kocha mwingine kijana ambaye ndo kwanza ameanza majukumu, timu inashuka daraja. Lakini ameenda kuonyesha ukomavu na ule ukapteni wake, kweli ni kapteni. Kama mwenyewe alisema kopa haipotei. Kopa 1, kopa haipotei. Umeona kweli kopa haipotei, tumeiona ameitengeneza Kagera yake ambayo anaitaka. Na imempa kile ambacho yeye anakitaka na hatimaye ndoto yake amerudi tena ligi kuu. Kwa hiyo hakuwa na maneno mengi, yeye akaenda kwa maneno yake kafanya uwanjani. Timu imeshuka kahakisha kapambana kairudisha timu ligi kuu. Lakini mkongwe Katira naona naye amepambana na Ken Gold yake Geita Gold. Geita Gold. Sasa nichanganyaga majina. Geita Gold amehakikisha na yeye amepambana, imerudi ligi kuu. Kwa hiyo nadhani kwao makocha hawa ni daraja tosha la kuona. Sasa ni issue ni viongozi wanaoandaa vipi kupokea msimu mpya wa ligi kuu, kutokana wanaona kwa uzoefu kwa wao waliopanda msimu uliopita. Wanaona changamoto zao wanazokutana nazo. Waendelee kuwa na imani nao makocha. Unajua wakati mwingine tuna makocha wanapandisha timu, alafu akifika huko tunasema nyinyi hamna hadhi ya kuwa kufundisha timu za ligi kuu. Tunawaondoa, tunatafuta makocha wenye hadhi, alafu matokeo yake timu inasambaratika na kile kinachotafutwa kinakuwa kipatikani. Kwa hiyo kwa uongozi wa Kagera waendelee kuwa na imani na Kaseja kwa sababu alikuwa amekuwa pale, ametengeneza timu ambayo ina ushindani na tumeiona. Na sina mashaka na Juma Kaseja. Kabisa, na kwa sababu hata ile timu wakati anapewa ipo kwenye
nafasi zile za hatari si hayati si mamati wakati ule maana walikuwa wanapambana kweli kabisa. Na amefanikiwa kuirejesha timu baada ya kushuka. Alishuka nayo, amekubali kushuka nayo kabisa, na ameipandisha sasa. Sasa anawaachia wenyewe Kagera waamue kwamba wataendelea naye au atasema imetosha. Bana, mbali na hapo, tamasha la michezo la Kili Icons linalokutanisha wachezaji wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara wanaotoka mkoa wa Kilimanjaro na chipukizi, bila kusahau watu mashuhuri ambao wanatoka kwenye mkoa huo, litafanyika kwa msimu wa pili Julai 12 mkoani Kilimanjaro. Duru za habari zinaarifu ya kwamba kamati ya maandalizi ya Kili Icons ikiongozwa na mwenyekiti wake Ali Kamwe amezungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam kutangaza rasmi msimu wa pili wa Kili Icons. Ndugu zangu waandishi wa habari, nafahamu kuna waandishi, kuna wachezaji wanaotoka Dar es Salaam, wana kamati kutoka Dar kuelekea Kilimanjaro tarehe 12 kwenye tamasha letu. Na wahakikishia kuna basi la mtu talikodi hapa. Hii ni guarantee. Bwana Kinabo, tunafanya mara 3 ilivyokuwa mwaka jana kwenda kwenye tamasha la Kili Icon season ya pili. Kuna basi la mtu talikodi mwaka huu libebe waandishi na wachezaji na mashabiki kuelekea Kilimanjaro. Liko basi naliona. Liko basi naliona kwenye macho yangu, tutalikodisha mwaka huu, watu wapande. Season hii ya pili. Mwaka jana tumetumia vile vikosta vidogo vidogo Tulikuwa na vikosta, waandishi wakapanda kwenye vikosta, sijui wachezaji wa vikosta kidogo, mashabiki vikosta. Mwaka huu tunakwenda kwenye mabasi. Kwa hiyo mtu yote anayemiliki mabasi makubwa yale, Maskenia, sijui mairiza hayo, jiandae Kili Icons tutakuja kukodisha iriza moja libebe waandishi na wachezaji kuelekea Kili Icons msimu wa pili. Andaeni bei tu, Kinabu atalipa. Hatuwezi kukwama sisi. Kwa hiyo kama unamiliki iriza, tenda hiyo, jiandae nayo. Kili Icons tutakodisha iriza kuelekea Kili Icons msimu wa pili. Na tumwambia tutaenda mapema, kwa maana kwenye tarehe 9, tarehe 10 hapo safari inaanza. Mdogo tunaitafuta Kilimanjaro na iriza. Kwa hiyo anayemiliki Dar es Salaam iriza ajiandae. Ofa kazi ya kwanza hiyo. Wewe jiandae, kama ni service fanya mapema. Tarehe 9 au 10 Kili Icons tutakodisha basi moja iriza kuelekea Kilimanjaro kwenye hafla. Kwa sababu nimeona Azam juzi Zaka anasema analo, ajiandae, tutasafisha vizuri. Na yote mwenye basi la iriza ajiandae. Jamaa anakuchomekea. Wana Kilimanjaro. Anakuchomekea eti mafundi wachangamke. Au msijae kwenye mitego yake. Natoka. Uone kama natoka. Sio natoka, nijana natoka Watu wajiandae jamani, tutakodisha mabasi ya iriza kuelekea Kilimanjaro kwenye tamasha la msimu wa pili wa Kili Icons. Kwa hiyo waandishi, safari hii ni kibosi wanangu. Hii ni kibosi. Sio miguu unaweka tena safari namna hii mpaka unafika Kilimanjaro miguu imevimba, hapana. Tunataka muenjoy. Si ndio mpate raha. Na wachezaji ambao tutakwenda nao pia wapate raha. Mashabiki ambao watasafiri wapate raha kwenda Kilimanjaro. Kwa kama ni mkazi wa Kilimanjaro huko Dar, tarehe 12 izungushie kabisa kwenye kalenda yako kwamba siku hiyo utakuwa haupo Dar es Salaam. Wewe uko zako wapi? Kilimanjaro kwenye burudani. Naomba niwakumbushe kwa haraka matukio 4 ambayo tuko nayo. Tuna Kili Icons Walkathon, matembezi mafupi yatakayofanyika tarehe 12 siku ya Kili Icons tamasha lake saa 12 asubuhi. Baada ya hapo tutakuwa na mechi 2 kwenye uwanja wa ushirika. Tutakuwa na mechi ya masuperstar wa ligi ya wanawake dhidi ya Kili Wonders Queens. Tutakuwa mechi ya kwanza pigwa pale ushirika. Mechi ya pili itakuwa ni Stars wa Kili Icons na marafiki zao dhidi ya kituo cha Kili Wonders, vijana ambao wanaelewa pale. Alafu usiku saa 2 usiku tutakuwa na hafla la stand up comedy kwa mastaa wote wa Kilimanjaro na marafiki zao. Guarantee Saidi atakuwepo. Huyu hayuna haja ya kusubiri. Kuna sababu nyingi za kumpeleka Saidi Kilimanjaro. Nyingi hata kama hajazaliwa kule. Baadhi mnazijua, sina haja ya kuzisema. Kipotoshi lazima awepo. Wala sio jambo la kwenda kumuomba. Anatoka Kiela Mbeya, lakini tunajua Kilimanjaro yako mambo ambayo anayapenda.
maparachichi pia yapo kwetu, atakwenda. Mama Chanja ni mtu wa kwetu, hiyo yupo guarantee, haina discussion. Kwa Mama Chanja lazima ambebe na Asma, you never know. You never know. Kwa tutakuwa na A-list ya stand up comedian ambao watakwenda kuweka burudani pale Kilimanjaro. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuja. Nimshukuru ndugu yetu Lusajo Amani Mwakipesile, yuko behind the camera muda wote kama mtu ambaye anaturatibia shughuli nyingi. Tuko naye hapa, tukupongeze kwa kuandaa press ya leo, na huyu ndio tutakayemtuma pia kwenda kukodisha hayo mabasi. Ukikwama kwa yote nipigie ndugu yangu, au mpigie Gift au Masanza, ukienda kukodisha hayo mabasi kwa ajili ya watu kusafiri kwenda Kilimanjaro. Kwa hiyo niwashukuru sana na kila kheri, tukutane tarehe 12. Msemaji umesema Mama Chanja atakuwepo kwa maana mwenyekiti Ally Kamwe, alafu ukasema na Asma. Naam. Bwana, tunakwenda mapumziko mafupi, endelea kusalia papo hapo ulipo.